Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya simulizi yetu tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina la Moyo wa Msafiri. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo sasa wasafiri hao walikuwa wameamua kusafiri nchi moja na walikuwa wameungana na kutokana na radhi za hapa na pale. Kwa ndipo mabinti waliamua kuuliza kama tunaelekea wapi sasa. Aliuliza Shao. Tunaenda maeneo ya Kori. Huko ni jangwani. Ila tukimaliza jangwa kuna mto mmoja. Ni maajabu ya mwisho wa jangwa kuna mto. Haya, sasa tukivuka huo mto wenye mamba wengi wakati tujue kwamba tumevuka mpaka. Tutakuwa tuko ndani ya nchi ya Kisweta, ndani ya msitu wa Kioba. Jamani, mamba tena. Sasa tunapita vipi kwenye mto wa mamba wakali au kuna boti? Akauliza Feri kutokea nyuma. Hakuna boti. Hapo urahisi ni kwamba hatukaguliwi na mtu yeyote yule, ila ugumu ni jinsi ya kupita. Lakini lazima tufike hapo, tutajua jinsi ya kupita. Alafu naongea kawaida kabisa vile wakati mambo ni hatari ya kuacha maisha kuwa chakula cha mamba. Alisema Shao kwa mshangao. Asio hatari ya mambo, ila hadi kumaliza hilo jangwa ni kipengele. Kuna magaidi wengi hatari sana ambao hawacheki na mtu. Hakuna njia nyingine Yuri? Akauliza Feri. Hii ndio njia nyepesi kwa sababu haina kutukagua. Tulikuwa tumeishia hivyo msikilizaji, na Moyo wa Msafiri yule akiwa ndo steering katika sinema yetu. Bila shaka bibie wa kuitwa Feri ndo Marikia katika sinema yetu. Director ni kwenye mamaiki, lakini kwenye kazi ya karamu kafanya kazi nzuri sana Esi Hussein Vumbi, kama alivyotufanyia kazi moja makini sana kwenye simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo. Kama hujapata kusikiliza simulizi hiyo, usijinyime burudani, raha na elimu. Hakikisha umepata simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo, kisha njoo uendelee na simulizi ya Moyo wa Msafiri. Lakini kutoka hapa tutakuwa na simulizi nyingi sana kutoka kwake. Naendelea kujuza kadri tunavyozidi kuendelea na simulizi. Yaani tunafunga mwaka 2025 tukiwa na Esi Hussein Vumbi bila kupepesa macho. Tunaendelea tulipokuwa tumeishia. Jua lilizidi kuzama, anga ikianza kuweka kiza na nyota kujiandaa kutoa mwangaza wake. Gari aina ya Toyota Land Cruiser likiwa limezeeka kwa muonekano lakini imara kwa kama simba wa jangwani liliendelea kuchanja barabara yenye vumbi likielekea Kori. Ndani utulivu kidogo, lakini hewa ilikuwa imejaa mchanganyiko wa uchovu, matumaini na maswali ya ndani yaliyokuwa yameanza kutafuta majibu. Yuri, aliongea Shao kwa sauti ya kupoa. Kuna jambo lanichanganya hapa. Unaonekanika kama mtu wa kawaida, lakini hujui ni kwa kiasi gani huonekaniki wa kawaida. Yuri alitabasamu kidogo, macho yake yakiwa yako mbele barabarani. Unamaanisha nini Shao? Aliuliza kwa utulivu. Angalia, unajua kupigana hadi kwa mikono mitupu. Unawatandika watu kama sinema za Kijapani. Udereva wako sasa, ulivyotutoa mpakani, vile ulivyogeuza pale chini ya mwamba, ilikuwa ni kama vile stunt ya mafunzo ya kijeshi. Ukitibu mtu ni kama daktari. Hata lugha pia. Uliwazungumzia wale wazee kwa rafudhi yao kabisa hadi wakakupenda kama mjukuu wao. Yunalicheka kwa sauti ya ndani na ya kistaarabu na ya kushukuru pia. Nilikuwa mwanafunzi wa dunia Shao. Mwalimu wangu mkubwa alikuwa ni muda. Na darasa langu lilikuwa ni porini, baharini na mioyo ya watu niliyokutana nao. Wazee wangu waliweka ndani yangu mbegu ya kujifunza. Si kwa shule, bali kwa maisha yenyewe. Shauri mtazama kwa mshangao uliokuwa unaongezeka. Hata hivyo Yuri, kuna tofauti yako na binadamu wa kawaida. Kuna namna unachanganya utulivu na weledi, kama mzee aliyezaliwa upya. Yuri akanyamaza kwa muda, akakazia macho mbele. Kuna sehemu ya maisha yangu sijui bado Shao. Niliokotwa nikiwa mtoto, lakini kila somo nililolipitia, kila jeraha, kila uhai niliouokoa vilinifundisha kitu kimoja. Hekima si umri, ni uzoefu unaokumbukwa. Shauri nyamaza, kisha kama amesema kwa sauti ya kuguswa. Yuri, unajiita msafiri, lakini kwangu wewe ni mwalimu. Moyo wako ni msafi na ndio maana dunia haijakuvuruga. Nimeanza kuelewa kwa nini mamangu alikuwa anasema mtu wa pekee hutokea wakati wa dhoruba na sio sherehe. Fera alitabasamu tu akiwa yuko nyuma. Okay, na sasa ni kitu gani kilichosababisha muandamo kiasi hichi? Shauri mtazama Feli ambaye alikuwa yuko nyuma. Fela alimpa ishara ya kwamba amwambie tu. Sitaki tukufiche chochote kile. Unastahili kujua ukweli kabla safari haijafika umbali zaidi. Yule alimgeukia kwa jicho la upande, uso wake ulionyesha utulivu wa mtu aliyezoea hatari.
Niko tayari kusikiliza kila kitu. Kwa hali hii kila taarifa ni maisha au mauti. Shao akaanza kusimulia kwa kina kila kitu. Alimwambia jinsi rafiki yao Adelia alivyokuwa amealikwa kwenye hoteli ya kifahari na Jabali bilionea wa Sayadi, jinsi Adelia alivyokuwa amechukuliwa kwa nguvu na Jabari, Tau, mkuu wa majeshi na waziri mkuu Ken Avumba. Alivyoangamizwa kikatili baada ya kubakwa, huku video ya tukio hilo ikirekodiwa kimakosa kupitia simu yake. Akamwelezea jinsi Jasmine rafiki wa Adelia alivyokuwa amezipokea video hizo kupitia backup ya moja kwa moja na alivyokuwa ametambua kwamba ni ushahidi mkubwa unaoweza kuangusha vigogo wa nchi. Shao akapumua kwa kina kisha kaendelea. Baada ya Jasmine kuuawa, Fera kabaki na ushahidi wote bila kujua kwamba upo kwenye simu yake. Kwa sababu kwenye simu ya Feli kulikuwa kuna faili la Jasmine aliyokuwa amehifadhi vitu vyake. Yeye alikuwa ni mtu wa kupoteza simu mara kwa mara, ila sisi tulikuwa hatujui kama tunafuatiliwa. Tulitumwa field huku Faja, lakini huenda tumewekewa mtego. Tulikuwa 6. 4 wetu waliuawa. Mmoja kafa jana kwenye apartment, wengine ndo wale 3 waliofia mpakani. Sisi 2 tukabaki hai kwa bahati ya msaada wako. Yule kanyamaza, macho yake yalikuwa yameelekezwa mbali kwenye barabara iliyokuwa iko mbele yao, lakini mawazo yake yalikuwa mbali zaidi. Hao watu kuna mkuu wa majeshi na waziri mkuu. Huyo Jabali si ndo tajiri mkubwa kwenye bara la Bua na nambari 1 wa Sayadi? Ndio. Sawa, sio mbaya tutafika. Yuli hakuwa na hofu sana kwa sababu ya kile kinywaji alichokuwa amepewa na mwanaume yule mkulima. Shao akaangalia chini na kusema, hatujui nani ambaye anaweza kuaminiwa. Wametangaza kwamba sisi ni magaidi, wauza madawa ya kulevya, wauaji wa askari. Tumepotezwa kwenye macho ya dunia. Muda wote tayari walikuwa wameanza kuingia jangwa na walikuwa wanakaribia eneo lenye mitende mingi sana, na kiza kilikuwa kinazidi kuingia, jua lilikuwa liko ukingoni. Hii sio safari ya kawaida tena. Kuifikia Sayadi sasa tunahitaji akili zaidi ya vita na moyo zaidi ya ushindi. Hii ni vita ya haki dhidi ya mabavu, ya ukweli dhidi ya uongo. Na sasa nipo na nyinyi hadi mwisho. Kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa. Shao alinua macho yake na akamwangalia Yuri. Kwa nini bado uko na sisi? Kwa sababu mtu yote anayesimama kwa ajili ya haki hatembei peke yake. Mimi siwaachi. Na Sayadi haina budi kwa Inama! Yuri alimwambia Shao kwa sauti kali ya ghafla. Shao naye alijilaza kichwa chake chini ya dashboard haraka bila hata kujua nini shida. Baada ya kuinama tu risasi kadhaa zikapita juu. Yuri alipindisha kona gari, hata hivyo taili za mbele zilipasuka kwa mvua ya risasi. Ila Yuri alijitahidi, gari lilikuwa limeenda kusimama kwenye mitende. Bahati kulikuwa kuna mitende mingi sana. Shao alipiga kelele akiwa kainama. Yule akamvuta na kuchomoka naye nje, kisha akafungua mlango wa nyuma na kumvuta Feli, naye alikuwa anapiga kelele. Sikilizeni, msipige kelele. Kelele zitafanya maadui atambue tuko hai na tuna hofu. Yuli alimwambia Shao na Feli ambao walimuelewa na kukaa kimya kabisa. Yuli aliwaweka Shao na Feli ubavuni mwa mitende miwili hivi ambayo ilikuwa karibu. Uzuri mitende hiyo ilikuwa ni minene. Haya, tulieni. Mimi nitamalizana nao kisha tutaondoka hapa. Shusha begi lako tubaki nalo. Shao alimwambia Yuli ambaye naye aliona ni afadhali. Yuli kwa kujificha akaenda kujitega nyuma ya mtende mmoja hivi mbali kidogo na walipo Shao na Feli. Alichungulia umbali kama mita 100 hivi. Kulikuwa kuna magari mawili pickup zikiwa zimesimama juu ya mchanga mwingi wa jangwani ambao ulijitengeneza kama mlima mdogo hivi. Nje ya magari kulikuwa kuna watu zaidi ya 10 na wote walikuwa na bunduki kubwa kwenye mikono yao. Majambazi wote walikuwa wamejifunga vitambaa kama mitandio ya kuzuia vumbi. Alitisha huku upepo wa jangwani ukipuliza taratibu. Jua nalo lilikuwa linaishia na kiza kilikuwa kinabakiza 2% tu kutawala kabisa. Milindima ya risasi likoma. Yuli aliona majambazi 4 waliokuwa na kuja walipo wao, wakiwa na bunduki zao, wakatazama huku na kule kwa umakini, wakitembea mwendo wa taratibu. Majambazi hao walikuwa washaingia kwenye mitende, wakikagua kila mtende ili kuona kama kuna watu, huku wakianza kulifuata gari. Yule akachomua visu vyake kisha akatimua mbio kwa kasi, huku akiwa anaburuza miguu na kutimua vumbi jingi sana la mchanga mwepesi wa jangwani. Hiyo ilisaidia asiweze kuonekana vizuri ukizingatia na mwanga nao ulikuwa hafifu. Yule kwa kasi alipitia jambazi moja, kisu kikapita na shingo ya jambazi mwingine. Ila nageuka naye kisu kikakita kwenye shingo ya mwingine, na alimtizama Yuli, ila mchanga uliokuwa umelushwa kwa mguu wa Yuli ulizama kwenye sehemu ndogo ya uwazi wa kitambaa chake kwenye macho. Kitu cha kufumba macho tu, kisu kilipita na koo lake. Mwanaume aliyebaki alipigwa visu viwili vya tumbo.
Risasi kutoka kwa majambazi wengine waliobaki kule juu walimimina risasi, ila Yuli alifanikiwa kujificha tena nyuma ya mtende mmoja, huku akiwa amechukua bunduki mbili AK-47. Shida yake ilikuwa ni bunduki moja, ila hiyo nyingine alichukua magazini yake ambayo ilikuwa na risasi za kutosha. Alisha pumzi ndefu. Shau na Feri walimshuhudia mwanaume akipiga kazi ngumi wakiwa hawana imani kama watatoboa hapo, ila uwezo wa Yuli uliwashangaza. Majambazi baada ya kuona wenzao wamekufa, maana waliona tukio japo sio vizuri kwa sababu ya vumbi na kiza, ila walijua kuwa kuna mtu anayepambana nao japo hawakujua ni nani. Majambazi wote 12 walianza kuja walipo akina Yuli na silaha zao, tena wakiwa na hasira. Kimya kilichotabili hatari iliyokuwa imejificha kwa nyuma ya kila kivuli cha mtende. Yuli alikuwa ameketi kwa goti moja nyuma ya mti wa mtende uliokuwa na mashina mapana. Uso wake ulikuwa umetulia kama mtu aliyekuwa amefunga akili kwenye hesabu za mwisho wa maisha. Mikono yake ilikuwa imeshika AK-47 yake vizuri sana, akiweka sawa kama mpenzi anayemtazama mchumba wake mara ya mwisho kabla ya vita. Alikuwa tayari ameshaziona silaha za maadui SMG 2, G3 3 na AK-47 7. Alijua tabia zake zote. SMG kawaida hutumika kwa mapambano ya karibu, speed ya risasi ni ya juu sana, lakini accuracy kwenye umbali wa zaidi ya mita 50 hupungua. G3 zinatoa risasi nzito zaidi zenye uwezo wa kupenya hata miti miembamba, ila zinajulikana kwa recoil kubwa. AK-47 ndio silaha yake pia, silaha ya kivita yenye uzito wa kutosha, imara, yenye uwezo wa kufanya kazi hata ikiwa na mchanga au topeni. Yuli alichungulia maadui waliokuwa wametawanyika kwenye umbali wa kama mita 20 hadi 60 wakizunguka kutafuta aliko. Akawatazama Feri na Shau kwa macho ya maelekezo alikuwa amewapa ishara wanyamaze kabisa, japo alishawataka wanyamaze aliwasisitiza. Akajenga ramani ya mapigano kichwani. Wako 12, wawili walikuwa wamezunguka upande wa kushoto, anahisi wanawaendea kina Feri na Shau. 4 wapo mstari wa mbele karibu na eneo lake. 3 wako katikati wakifunika mawasiliano. Wengine 3 wako nyuma kabisa kwenye kilele cha mchanga, waangalizi, mmoja akiwa na binocular. Hesabu yake, ili watoke salama lazima aanze kwa haraka kuua wale wa mstari wa mbele kwa risasi za haraka na sahihi. Kisha aondoe waangalizi wa mbali kwa kutumia risasi za kukadiria umbali, akitumia upepo kama mwongozo. Wale waliopo upande wa Feri na Shau lazima awashtue kabla hawajakaribia. Alivuta pumzi ndefu, kisha kafyatua risasi 3 mfululizo, zote zikaenda kwa lengo wa mbele. Miili ikaanguka kama magunia ya mchele. Akarukia upande wa kushoto kwa kasi, akashika nafasi nyingine nyuma ya jiwe dogo, akatungua wawili waliokuwa wakielekea kwa kina Feli kabla hawajaona kitu. Wengine wakaanza kuchanganyikiwa, akamimina risasi hovyo, lakini Yuli alikuwa tayari amesha hama eneo. Akatupa magazini ya pili, akaweka mpya. Kisha akarusha risasi za mbali kwa walinzi nyuma juu kwenye kilima cha mchanga, akaangusha wawili mfululizo. Wa mwisho akaangusha bastora na kuanza kukimbia. Yuli akamkatiza risasi ya kichwa ikamdondosha. Ilikuwa ni sekunde isizidi 35, lakini 12 watu walikuwa wako chini. Yuli alichukua vitambaa viwili vya majambazi, kisha akarudi navyo walipokuwa Feri na Shau. Alimpa Shau kitambaa, kisha Feri akamfunga yeye mwenyewe. Haya, tuondokeni sasa. Shau alinyanyua begi, lilikuwa zito sana. Unawezaje kulibeba na kukimbia nalo? Akauliza Shau, ila Yuli hakujibu zaidi. Akabeba begi mgongoni, kisha akambeba na Feri taksi kibega. Wakaanza kukimbilia kwenye gari moja la majambazi ambao wote wameshakufa. Waliingia ndani ya gari kama kawaida, Feri akawekwa nyuma. Yuli alitazama dila iliyopo ndani ya gari hilo, kisha akageuza gari na kuelekea upande wa kusini kwa mwendo kasi sana. Wakikata michanga ya jangwa kama ngamia, kiza kikiwa kimetawala. Ndani ya gari kulikuwa na ukimya, ulisikika mlio wa gari tu na mvumo wa upepo tu. Kupitia side mirror, Yuli aliona mwanga wa taa za magari zikija nyuma yao kwa kasi sana. Alihisi ni magari ambayo yana kasi kuliko gari walilokuwa nalo wao. Sekunde kadhaa baadaye alianza kusikia sauti za risasi, walijua kazi imeanza upya. Yuli alikumbuka kwenye pickup kulikuwa kuna bunduki ya masafa marefu, ilikuwa imesimamishwa kwenye kichwa gari hilo. Unaweza kuja kwenye uskani? Yuli alimuuliza Shau. Sijui, nadhani nitaweza, alijibu Shau kwa wasiwasi, ila alikuwa tayari kujaribu. Unaweza, haya njoo. Japo alikuwa na hofu kidogo, ila Shau alifanikiwa kukaa kwenye siti ya dereva akipishana na Yuli ambaye alijitoa kwenda juu ya gari kupitia dirishani.
Yuli alijitupia nyuma ya body pickup kisha akachukua bunduki ya masafa marefu na kugeuka nayo nyuma yanapokuja magari ya maadui ambao walikuwa wanapiga risasi kutoka mbali, ila ni kama hawakuwa wanazingatia shabaha. Bunduki ya masafa marefu Dragunov SVD yenye scope ya kijeshi, Yuri alifungua haraka, kaweka sawa na kupiga magoti juu ya magunia yaliyokuwepo pale. Alinama, akapumua, akausoma upepo. Gari la kwanza lilikuwa linakaribia umbali wa mita 150, la pili lilikuwa liko nyuma yake kwa takriban mita 200. Yuli akarekebisha scope, akaangalia upande wa kulia wa gari la kwanza alipohisi ndiko dereva alikokuwa amekaa. Wind East Velocity Low Talent Dusty Angle 32. Alijisemea taratibu, akipiga hesabu kwa akili haraka kama kompyuta. Alikuwa amesema upepo unaelekea mashariki, mwendo kasi wake huko chini, vumbi ipo, lakini engo ya kupiga ni 32. Risasi iliachiwa. Sekunde moja baadaye tairi la mbele la gari ya kwanza lilipasuka na gari likaanza kuyumba vibaya sana. Yuri hakuangalia mlipuko, alihamia kwa wa pili. Wakati gari la kwanza linaenda kupinduka vibaya likizunguka zaidi ya mara 6, Yuri alishafanya lock kwa target nyingine. Hii risasi ilipiga kwenye radiator engine ya gari la pili, ikapiga kelele kama ng'ombe akichinjwa. Mvuke mkubwa ukatoka na gari likasimama ghafla. Dereva kajaribu kuokoa hali lakini haikuwezekana. Gari la kwanza lilipuka kidogo likiwa lipo kwenye mchanga mwingi na mlipuko ukaonekanika kama fataki ya kivita. Yuri alishusha bunduki polepole, akipumua kwa utulivu, kisha akapiga mgongo wa gari kama kuashiria ushindi. Huu ni Moyo wa Msafiri, msikilizaji, na hapa tupo sehemu ya pili, tunaendelea. Shau alisimamisha gari, Yuri alishika tena usukani, safari kaendelea. Yuri, wewe wala sio mwoga jamani, Shau alimwambia Yuri, maana ujasiri wake ulimshangaza. Maisha yamefunza kuweka mbali hofu na kupambana na changamoto kabla haijawa tatizo. Mke wako atapata raha, Yuri, mwanaume jasiri, alisema Feli na kufanya wote wamtizame kwa kumgeukia. Mgonjwa kumbe hujalala? Aliuliza Yuri. Sasa nalalaje kwenye milindima ya risasi kama hii? Mwendo ulikuwa mkali kwa zaidi ya masaa mawili, hatimaye kwa mbali walianza kuona msitu. Nadhani ndo tunakaribia kwenye huo mto wa mamba, alisema Shau. Yule akatabasamu kidogo. Inaonekana unawaza sana kuhusu mamba. Yaani Yule, wewe ujue nilivyo na hofu hapa yani, alisema Shau. Yule kupitia sitimira aliweza kuona taa za magari kwa mbali zikiwa zinawajia. Kwa hesabu ya macho aligundua kama ni magari zaidi ya mawili wanakuja tena, alisema Shau kwa hofu. Majambazi wengine au? Akauliza Feli, maana yeye alikuwa amelala kwenye siti, haoni nyuma. Ndio. Yule alipigia hesabu zake za haraka, litabasamu akijua kwamba hao majambazi ndio wanaweza kuwa kivuko chao kwa kuvuka salama kwenye mto wa mamba. Walimaliza jangwa na kuingia kwenye ardhi ya kijani kibichi. Mbele yao kulikuwa kuna mti mmoja ambao ulikuwa na urefu wa mita kama 40 hivi za upana. Yuri alikumbuka kuwa Hajawa alimwambia kwamba eneo hilo la mto halina kina kirefu sana, ni kama futi 7 tu, sio kina kirefu sana, ila kwa kawaida kuna kuwa na mamba wengi sio chini ya 10. Yuri alizima taa zote za gari kisha alisimamisha pembeni mwa mto. Aliona kichaka kimoja hivi. Shau, tushuke haraka. Yuri alimbeba Feri na kukimbia nao kwa pamoja. Walikimbia mpaka kwenye hicho kichaka. Tulieni hapa, msipige kelele na msitoke hadi nirudi. Si tujifiche tu. Nimeona kama magari ni mengi, aise utapambana nao wote wale kweli, alisema Feli. Yuri alitabasamu tu, akarudi kwenye gari, akachukua bunduki AK47 iliyokuwepo nyuma ya pickup. Kisha kama ametoka kwa kasi kama anarudi walipotoka na kwenda kwenye mti mmoja hivi mkubwa. Alipanda mti huo mkubwa wa mvinje uliokuwa na matawi ya kutosha kuweza kumficha. Alikaa kimya, roho yake ikiwa imetulia kama maji ya kisima. Sekunde chache baadaye magari matatu yakafika kwenye eneo la wazi mita 100 kutoka mtoni. Magari yakasimama kwa muda kisha wakaanza kusambaa kwa mtindo wa kijeshi. Yuli alitulia kwa anatazama kwa macho ya shabaha. Wako 24. Gari la mbele na watu 8. Hilo lazima liondoke kwanza. Alitoa mfukoni grenade ya mkononi, akaipenyeza taratibu kwenye bomba la rancha ndogo ya AK47. Kisha akaweka shabaha katikati ya injini ya gari la mbele. 3, 2, 1. Kaboom! Gari likalipuka na watu wake 8 walikuwa ndani ya gari hilo. Majambazi waliluka kutoka kwenye magari yao, maana waliogopa kulipuka ndani ya magari yao. Talikuwa na mawenge, ni kitu ambacho Yuri alikuwa amekitarajia na ni moja kati ya mpango wake wa kuwashinda maadui yao. Walibaki majambazi 16. It's him. It's that devil.
Mmoja alikuwa amelia kwa hasira, wakijipanga katika mzunguko, bunduki zao zikiwa zimetawanyika, baada ya kusema kwamba ni yeye, ni yule shetani. Yuri tayari alikuwa ameshuka kutoka mtini kwa uharaka wa ajabu bila hata sauti ya jani wala majani kuanguka. Ukiachana bunduki yake kwenye kiuno, alikuwa na visu viwili vya Tiger Shark vyenye makali kupita kawaida. Visu alivyokuwa amepewa kama zawadi na hajawa. Wapinzani walikuwa wameanza kupiga risasi ovyo, ila Yuli hakushambulia kwanza. Alihesabu kasi ya upepo, mwelekeo wa milio na nafasi zao pia. Kisha alitoka upande wa kulia akapiga risasi mbili tu kichwa kwa kichwa, wawili wakaanguka. Wengine walishikwa na taruki. Majambazi waliobaki 14 walikuwa wamemzunguka, lakini waliingia kwenye mtego wa Yuli. Kwa kasi ya ajabu aliingia katikati yao kama mzimu wa kivita. Akakata mapigo yake ya visu vya Tiger Shark. Hawakuweza kushambulia kwa risasi sababu mwamba aliingia katikati yao. Wangeshambulia kwa haraka walikuwa wanaepuka kupigana wao kwa wao wenyewe. Hiyo ndio mbaya, kila walipokuwa wanatafuta nafasi ndipo walikuwa wanakufa tu. Shwa, kifua cha kwanza kikachanwa, jambazi liliondoka chini. Mwingine alikatwa mkono ukaruka hewani. Watatu wakaanguka kabla, waliobaki waliamua kujikusanya ili wamshambulie kwa risasi Yuri. Lakini Yuli akawazunguka kwa kasi ajabu kama kivuli kinachobadilika. Watu wanne walikatwa shingo kwa kupokezana sekunde. Mmoja alirusha risasi lakini Yuli hakuwepo tena usawa ambao risasi imepigwa. Alimwahi na kumpasua kichwa kwa pigo moja la upande. Walipojaribu kukimbia aliwarushia visu vyake viwili kila mmoja, akakutana na mgongo wa adui aliyekuwa anakimbia. Wakadondoka wote kama mizigo isiyokuwa na uhai. Huyu ni nani? Huyu ni binadamu kweli? Shao aliuliza kwa sauti ya chini, na Shao aliuliza kwa sauti ya mshangao ya chini, ila akifurahia kuona Yuli amewamaliza maadui. Yuli alipakia miili ya maadui 6 kwenye magari nyuma ya pickup, kisha akaenda na gari hadi karibu na mto kabisa. Alimulika kwa taa kubwa, ila mto ulikuwa umetulia. Maji yalikuwa yanatembea taratibu sana kama vile hamna kitu. Yuli alishuka na kutoa mwili mmoja wa jambazi ambaye alikuwa amekufa na mwili ulikuwa na damu nyingi. Alitupia kwenye maji. Mamba wengi walianza kuvamia mwili huo. Alirusha mwili mwingine, mwisho akarusha wote. Maji yalichafuka kwa fujo. Mamba wakubwa kama magogo wakajitokeza juu ya maji kama vile wametumwa na shetani mwenyewe. Yuli akarudi kwenye gari la mwanzo, akachukua begi lake na kulibeba, ila alilibeba mbele ya tumbo ili akambebe Feli mgongoni, kisha akaenda kwenye kile kichaka. Haya, tuondokeni, alisema Yuli na kumbeba Feli. Unaweza kuogelea? Yuli alimuuliza Shao. Ndio. Sawa, tuondoke. Waliingia kwenye maji na kuanza kuogelea taratibu kuelekea ng'ambo, miguu ikipasua maji kwa staili ya kimya, kuepuka kushtua mamba ambao walikuwa kwa mbali kidogo akiwa bize na miili ya majambazi kuigombania. Shao alichukua nafasi upande wa kulia kielea vizuri, lakini kwa tahadhari. Macho yake alikuwa anachungulia mamba waliokuwa kwa mbali. Walikuwa wamefika katikati, ghafla Shao akapiga kelele. Ai! Shao alipigwa meno na mamba kwenye mguu wa kushoto na akavutwa ghafla kuelekea chini ya maji. Shauni! Feli kwa sauti dhaifu akiwa bado mgongoni mwa Yuli. Yuli hakupoteza muda. Alipiga maji kwa kasi, akamfikisha Feli kwenye kingo ya pili, akamshusha polepole kwenye udongo wa upande wa Mubari. Kisha kama ameshusha na begi lake kwa haraka akarudi majini. Visu vyake vya Tiger Shark vilikuwa mikononi, macho yakiwa makali sana kama chui anayevizia swala. Alipofika karibu, Shao alikuwa bado anapiga kelele na kutapatapa. Mamba huyo alimuingiza ndani ya maji kila baada ya sekunde chache. Yuli alijitosa kwa kasi, alikuwa kashapiga hesabu kali. Kisu chake kilizama chini ya shingo ya mamba kwa pigo la kwanza. Mamba alihangaika na kutikisa maji. Mamba mwingine aliyekuwa karibu alisogea kwa haraka, lakini Yuli alijitokeza juu ya maji, akampiga kwa kisu cha pili kwenye jicho. Akahepa kwa kuruka juu ya mgongo wake. Maji yakawa mekundu. Shao alikuwa akielea kichovu, damu zinavuja mguuni. Yuri akamshika kwa mkono mmoja, kisha akaanza kumvuta kuondoka naye kwa kasi sana. Kwa bahati mamba walikuwa bado wanagombania vipande vya miili ya maadui. Yuri akatoka na mwili wa Shao. Yuri alishusha pumzi nzito sana, akihema juu juu. Feli na Shao walilia kwa pamoja. Yuri licha uchovu mkubwa, ila alitoa kiboksi chake cha matibabu. Alichukua kichupa fulani hivi kidogo chenye kimiminika. Alimwagia kimiminika hicho kwenye mguu wa Shao. Shao alisikia maumivu, ila alijua hiyo ni tiba. Alijikaza japo alitoa sauti ya kilio, ila sio kubwa. Ilikuwa ni dawa ya kuondoa sumu kama meno ya mamba angelikuwa na sumu. Kisha kama ichukua dawa nyingine ya kimiminika akamwagia kwenye jeraha. Hiyo ilisababisha damu kukata hapo hapo. Yuri akatoa bandeji na kumfunga Shao. Sasa akawa na majeruhi wawili. Mzigo unazidi kuwa mzito.
na ghafla walivamiwa na wanaume 6 wakiwa na visu vikubwa mikononi. Wanaume walikuwa wamevalia mavazi ya kijani yenye alama nyekundu ya msalaba. Yuli alitazama kwa macho yenye uchovu na hofu. Kisu cha upako, alisema Yuli kwa akiwa anavuta visu vyake. Kisu cha upako ni jina la watu hao. Ni jina ambalo Yuli analijua. Watu hao sifa zao zilitapakaa kwenye ukanda wa nchi ya Faja, Ambaza, Yuhara na Mubari. Ndio maana Yuli aliwatambua kwa mavazi yao na alikuwa anajua kwamba msitu Kioba ndipo makazi ya watu hao, ila hakutegemea kukutana nao akiwa yuko hoi kiasi hicho. Kumbe unatujua alisema mwanaume mmoja alionekanika kuwa na mwili mkubwa na sura ya kazi. Yuri alinyanyuka kichovu, hakutia neno, ila kimsingi alikuwa amechoka sana. Kumbe unataka kupambana? Alisema mwanaume mmoja huko akiwa anamsogelea Yuli taratibu. Shaunaferi alitambua wazi kwamba Yuli amechoka, ila hawakuwa na namna zaidi ya kulia tu. Mwanaume huyo alimshambulia Yuli kwa kisu chake, ila Yuli licha uchovu alikuwa na kasi ya kukwepa, na mwanaume huyo alishtukia kirudi nyuma akiwa anatokwa na damu mdomoni. Mwanaume huyo tayari alikuwa amechezea ngumi nzito na mpini wa mdomo. Kasi ilikuwa ni kubwa, ila nguvu zilikuwa zinazidi kumuisha Yuli. Mwanaume huyo alikunja sura kwa hasira, alimwendea tena Yuli akipeleka mashambulizi kwa kasi, ila alijikuta akiwa anashika mkono wake baada ya kukatwa kidogo. Yuli alikuwa ni wa moto, japo alionekanika kuwa na uchovu mno. Naanza kuelewa kwa nini huyu dogo kafika mpaka hapa. Hebu mshambulieni wawili. Mwanaume alionekanika kuwa ndo mkuu aliwaambia wenzake wawili. Mwanaume mwingine aliongezeka, walimshambulia kwa kasi sana. Yuli alikwepa, ila mwisho alijikuta kisu kimepiga kwenye mbavu zake na kumchana vibaya, kisha teke zito lilikita kwenye kifua cha Yuli. Yuli alitoa chini huku akiwa anakoa damu. Macho ya Yuli yalianza kuwa mazito, huku maumivu yakiwa makali, damu zikimwagika kwenye mbavu. Yuri! Feri na Shao walipiga kelele mbaya zaidi walipokuwa wamekaa. Yuli na Shao walikuwa wameachiana umbali kidogo. Walishia kulia tu. Tunamuua tu huyu, maelezo ni hawa mabinti wanahitajika, alisema mwanaume mmoja. Ila ghafla mshale ulizama kwenye kifua cha mwanaume mmoja, huku akisikia sauti kama za vigelegele hivi. Maduu zao, tukimbieni, alisema yule mwanaume kiongozi baada ya kuona tukio na kusikia hizo sauti. Wanaume walimbeba Shao, ila kabla hawajambeba Feli, hao watu wapiga mishale walifika. Wanaume wao walikimbia na Shao, ila waliwaacha Feli na Yule. Shauri! Feli alimlia rafiki yake. Feli alijibuluza haraka na kumfikia Yuli. Muda huo wamezungukwa na wanaume waliokuwa wamevaa nguo zilizokuwa zimeundwa kwa ngozi za wanyama. Yuli alizidi kupoteza uwezo wa kutazama, akiwa anajikaza ili asionekanike wazi kwamba alikuwa anashindwa. Yuri, tunakufa, alisema Feli. Mwanaume mmoja kijana aliyekuwa amevaa mkuki kwenye mkono wake aliinama alipolala Yuri. Oh, brodali Yuriani, alisema mwanaume huyo. Ni Yuri huyo. Mwanaume mzee alisikia akiwa anatokea kwenye njia ya msituni zaidi. Ndiyo, baba ni Yuri. Nadhani hichi ndicho kipindi alichosema anataka kurudi kwa usayadi. Sawa, acha maneno, tukamtibu kabla hali haijawa mbaya zaidi. Feri kabaki akiwa anashangaa, huku akiwa anatetemeka, kipindi ambacho Yuri alikuwa amepoteza fahamu kabisa. Usijali binti, sisi huyu ni jamaa yetu, tunamjua na tumeishi naye vizuri kila tulipokuwa tunaenda Faja. Ni mkarimu sana, alisema mzee ambaye alitoka kwenye njia ya vichakani. Nye, huyu anaitwa nani? Feri kama ameuliza huko akiwa anatetemeka, akiwa na hofu sana. Yuriani Obafemi ni mvuvi wa Faja, mji wa Bamba, msitu wa Kivito. Alikuwa anaishi na wazee wake Ajani na Kwesi. Twendeni tukawatibu vijana wangu. Bana, mambo yanazidi kuwa matamu, mambo yanazidi kuwa burudani. Tuko na moyo wa msafiri. Msafiri ana hazina kweli kweli. Bila shaka njia anayopita ni njia ambayo na watu wake mpaka mwisho wa safari. Je, atafika? Na vipi kuhusu Shao, tumempoteza ama ni vipi? Twende hadi kituo kikuu cha polisi, ofisi ya RPC. Meza ofisi ilikuwa na mambo mazito juu yake, kukiwa kuna mafaili mengi sana yasiyopangwa vizuri. Pazia la kijani la gharama lilikuwa limefungwa nusu kwenye dirisha na kiyoyozi kilikuwa kinapuliza taratibu. Harufu ya utuli ilirukia chumba kizima. Mzee Kombo alikuwa ni wa kwanza kuvunja ukimya baada ya salamu ya kawaida. Tunaomba msaada, mheshimiwa RPC, watoto wetu wamepotea, wengine wamekufa kwa mazingira ya kutatanisha sana. Hatujaelewa ukweli. RPC Magoya, mwanaume mwenye mwili mkubwa, aliwatizama wazee hao kwa jicho la uvivu. Alitetemesha kiti chake kwa mneso wa kisasa, kisha akavuta faili moja la kijivu akafungua tu bila kulisoma. Sikiliza, alisema kwa sauti ya juu na ya kejeli. Hao watoto wenu wana kesi ya kimataifa. Tunachojua sisi ni magaidi, wamehusika na kuwa askari wa usalama nje ya nchi, na pia wana tuhuma za biashara za madawa kulevya. Mzee Makopa
alishtuka, uso wake ukageuka. Lakini hizo taarifa za ubalozi, tumeambiwa Glory ameletwa nyumbani akiwa marehemu na wengine wamekufa poreni. Hata picha tu za mashambulizi hatujaonyeshwa. Hakuna ushahidi. Haya ni maisha ya watoto wetu eti. Na hata kama ni kesi ya kimataifa, aliongezea mama yake na Feli kwa sauti ya huzuni. Tunastahili kujua waliko Feli na Chao. Kama wamekufa maiti zao basi ziko wapi? Kama wapo hai wako wapi? Huu si uhalifu kutafuta watoto wetu? RPC Magoya alicheka kwa sauti ya dharau. Msingilie mambo ya simsio ya jua. Mnataka nini? Kufanya press? Hizi ni operation za usalama wa taifa. Mkinukuu maneno yangu, mtajua serikali ina nguvu kiasi gani. Mmoja wa wanafamilia kaka wa Glory alisimama na kufoka. Basi tuonyesheni tu hizo faili zenu. Video, ushahidi wote ule, kila kitu ni maneno tu. Hii si haki. RPC alisimama, macho yakiwa na hasira. Naongea kwa mara ya mwisho, acheni kutafuta majibu yasiyokuwa na maana. Hii kesi iko nje uwezo wenu. Mnapaswa kurudi nyumbani na kuendelea na maisha. Walitolewa nje kwa fujo na askari wawili. Mzee Kombo aligeuka nyuma, machozi yakianguka taratibu. Tutatafuta ukweli, hata kama tutakufa kwa kuutafuta. Wakatoka nje ya kituo cha polisi wakiwa kimya. Waliwaangalia watu waliokuwa wanapita bila kujua mapambano ya wazazi waliopoteza watoto wao, lakini ndani ya moyo wao hakukata tamaa. Hapo tayari walikuwa wameenda kwenye ubalozi wa Ambasa kuulizia, ila waliambiwa hakuna taarifa zote za Shaumi wala Ferisha. Upande mwingine, bado tupo Sayadi msikilizaji. Kwenye jengo moja la siri kubwa, kwenye chumba kimoja kikubwa chenye kompyuta nyingi na wanaume wa kazi zaidi ya 20, 10 wakiwa busy kwenye kompyuta na wengine 10 walisimama mbele ya Tau, Jabari na Keni. Simoni, umefika wapi? Kwa nini? Hawa watoto wako haina ushahidi, haujulikani kama wamepatikana au vipi? Alifuka Tau akiwa na uso wenye hasira kupita maelezo. Bosi, mara mwisho tulipata mawasiliano ambayo ni Felicia alikuwa amempigia mama yake, ila kwenye simu alizungumza zaidi na baba yake. Aliwapa maelekezo ya kwamba waende ubalozini Njalo, ubalozini pale. Walichukuliwa na polisi ambao ni upande wetu. Kisha walikabidhiwa kwa watu wetu wa kule ya kazi. Hatujui nini ambacho kiliendelea. Kuna picha ndio tunazo. Simoni alimwambia kijana mmoja aonyeshe picha kwenye skrini kubwa iliyopo humo ndani. Picha za kwanza zilionyesha wale majambazi wa kwanza walikula dili na polisi wakiwa wameuawa kikatili sana. Picha la pili ikawa imeonyesha wale majambazi waliokufa jangwani kwenye mitende. Picha za tatu zikawa zimeonyesha miili ya majambazi waliokufa karibia na mto Kioba. Ila Shauni yupo kwenye mikono ya watu wetu ambao ni kundi la Kisu cha Upako. Bado Ferisha. Na inasemekana kuna kijana ambaye anawasaidia. Walitaka kumuua, ila inaonekanika waliibua vita na watu wa jamii ya Muduza. Kisu cha Upako alikimbia na Shao akamkosa Feli na huyo kijana ambaye ni msaada wao. Tau alitoa bastola yake na kumpiga risasi huyo Simoni, ambaye hakuwa na kosa kimsingi, ila alimuua. Jackson, hakikisha unafanya mawasiliano muda wote na watu wetu wa nchi zote kutokea Ambasa na Mubari na nchi zote nje ya Sayadi. Wasiliana na kundi la mbwa weusi kwa sababu nao wanaishi kwenye misitu ya Kioba. Wakamchukue au kumuua huyo Felicia na huyo mpuzi mwingine. Wakimpata huyo Felicia na Shauni naye afe kwa hao Kisu cha Upako. Wahakikishe kwamba wanajua kama ushahidi haujavuja. Ukiona tofauti nadhani unajua vizuri kitakachokukuta. Alisema Tau na kuondoka zake na wenzake Keni, Avumba na Jabari. Hii ishakuwa mbaya. Hawa watoto bado wako hai. Inamaanisha hatari bado inazurura. Hawa watu wetu sio watu wa kazi. Mbona kama uzembe na wazidi? Alisema Jabari wakiwa wanatembea kuelekea kwenye maegesho ya magari. Naona hii kesi imekuwa ngumu sasa. Alisema Jabari kwa kukata tamaa kabisa. Sikieni na nyie msio watu wa kulaumlaumu hapa na kukata tamaa hapa. Kama kahaba kapata mimba. Kama hao watu waliopewa kazi wanashindwa, ila sidhani kwa sababu ni watu hatari sana. Ila sasa hivi mimi na nyinyi tunaenda kuongea na watu wetu wa kazi, sio mchezo. Ni makundi mawili tu, ila balaa sana. Kuna hao Death Row Inmates, DRI. Kisha kuna hao KD, Kiss of Deaths. Ni wadada hatari sana. Wewe, hayo makundi gani yasikia tu kumbe ni watu wetu? Akauliza Jabari. Kwani mnadhani kazi zetu za gizani zote waga wanafanya wakina nani? Kazi zote ambazo ni ngumu waga wanafanya hao wadada wa Kiss of Deaths au wanaume wa kazi Death Row Inmates. Tuendelee kubakia huko Sayadi msikilizaji. Mira Obafemi alikuwa amekaa kitandani kwake jioni hiyo akiwa na simu mkononi, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye picha ambazo AI iliwasaidia kutengeneza picha zinazodhaniwa kuonyesha sura ya kaka yake Yuri kama angelikuwa na miaka 24.
Alitazama tena na tena, moyo wake ukawa umejawa na hisia mchanganyiko, huzuni, matumaini na kumbukumbu. Picha hizo zilikuwa za mvulana mrefu mwenye uso wa kipekee wa Kiafrika, macho ya kujiamini, taya imara na tabasamu la kuvutia, mavazi ya kijanja, misuli ya kujenga heshima na sura ambayo ingeweza kuvutia macho hata katikati ya umati. Kwa Mira, picha hizo hazikuwa tu picha, zilikuwa ni matumaini, akiamini kuwa siku moja kakake atarudi akiwa hai. Hazikuwa na tofauti na zile za Ruzak, ila hizo zilikuwa tofauti ya mavazi. Alianza kutizama hizo picha kwenye mtandao wa Instagram, Facebook na hasa kwenye magrupu ya WhatsApp, akituma na ujumbe mfupi: tafadhali, kama kuna yote amewahi kumuona mtu wa Sulai aliye na jina la Yurian Obafemi, tafadhali wasiliana nami. Ni kakangu, alipotea miaka 10 iliyopita. Kuna donge nono la pesa, SCD milioni 10. Mojawapo ya magrupu aliyotuma lilikuwa Hakuna Matata. Grupu lilikuwa linajumuisha marafiki wa shule, baadhi ya ndugu wa mbali na marafiki wa marafiki. Ndani ya dakika 5 tu baada ya kuposti majibu yalitilika. Dina akasema, Mira, huyu ni mume wangu huyu, maana amekushinda hata wewe sura. Rema akasema, yani kama huyu ndo yule, niseme tu niko tayari kuolewa naye. Fatuma akasema, jamani, kama ndo huyu mtu mwenyewe anaweza acha kujipeleka mwenyewe nyumbani, kwa nini arudi tena? Bora akae tu, mimi nitamfuata. Ilo grupu watu wake hawakuwahi kuwa serious hata kwa bahati mbaya. Wanaume nao hawakubaki nyuma. Manjia akasema, huyu jamaa kama yupo huko mtaani, nataka tugawane whisky na bangi za ukweli. Hii sura sio ya mtu anayeteseka eti. Tino akasema kwamba mimi na Yuri basi tufanye kombo ya maisha, hata kama kapatikana tutamficha tena. Mira alipoona majibu hayo, kwanza alijaribu kuwa mkimya, lakini hakuweza kujizuia kucheka. Alisha kicheko kizito, akashika tumbo lake kwa kicheko cha mchanganyiko na kufurahishwa na utani wa watu na masikitiko ya kuona ujumbe wake haujachukuliwa kwa uzito aliotegemea. Akamjibu mmoja wa wanawake, Mira, haya, mkimpata nitamchukulia mahali. Ingawa ilikuwa ni utani, Mira hakukata tamaa. Aliamini kwamba hata kwa njia ya vicheko ujumbe wake utamfikia mtu sahihi. Kila alichokuwa anataka ni taarifa hiyo, maana hata kama watu walicheka, yeye aliendelea kusambaza picha hizo kila kona. Ndani ya utani, moyo wake uliendelea kuumia, lakini pia kuamini kwamba Yuri yupo na siku moja atarudi nyumbani. DCI Mudede. Athmani Ibrahim Mudede, kazi yake ni polisi, cheo mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI Sayadi. Umri miaka 39, asili yake ni mtoto wa dada yake mzee Obafemi, hivyo ni binamu yake Yuri, Mira na Ruzaki, lakini alilelewa kama mtoto wa familia hiyo baada ya mama yake kufariki akiwa mdogo. Kwa hiyo familia ya Obafemi ndio familia yake, hana mke wala mtoto. Elimu na mafunzo. Mudede alisomea sheria ya jinai katika chuo kikuu cha Sayadi, kisha kujiunga na jeshi la polisi. Akapitia mafunzo maalum ya kipelelezi katika taasisi ya kimataifa ya usalama nchini Hanaka. Ana utaalamu maalum katika uchunguzi wa matukio ya kimataifa, ugaidi na uhalifu wa kisasa. Tabia na haiba. Ni mtu makini, mwenye maamuzi ya haraka lakini ya busara. Anafanya kazi kwa misingi ya haki hata kama inaumiza mfumo au kuhatarisha kazi yake. Anajulikana kwa kuteteleka katika kusimamia ukweli. Maisha ya kazi. Aliinuka haraka sana kutoka afisa mdogo hadi kuwa DCI kutokana na weledi na mafanikio ya kuvunja mitandao ya kiharifu. Wakati wote amekuwa mstari wa mbele katika kufichua rushwa, biashara haramu na kusaidia waliodhulumiwa. Maisha binafsi. Hajaoa na amekuwa akijitolea kusaidia familia yake, hasa Obafemi baada ya kupotea kwa Yuri. Maumivu ya kupotea kwa binamu yake yalimfanya aingie kazini kwa bidii, akiamini kuwa siku moja atamrejesha Yuri. Anaamini haki ni jambo la msingi kuliko mamlaka. Kila mtu anastahili kusikilizwa, haijalishi hadhi yake au makosa anayodaiwa kufanya. Inara ni mdogo wake Shau. Baada ya kuona familia imekata tamaa kwa mapolisi na vyombo vya usalama wa Saya, Inara au Ina aliamua kwenda kwa DCI Mudede. Ofisi ya DCI Mudede ndani ya jengo la idara kuu ya upelelezi wa jinai nchini Sayadi ilikuwa kimya wakati Inara Makopa alipoketi mbele yake, macho yakiwa yamejaa uchungu, hofu na matumaini mepesi tu kwamba angalau mmoja wa watu wa serikali kaamua kusikiliza. DCI Mudede, na kuomba unisikilize sio kama afisa wa serikali tu, bali kama binadamu. Kama mtu ambaye
naye familia yake iliwahi kupoteza mtu muhimu. Inara alisema kwa sauti ya taabu sana. Inara alikuwa na ukaribu sana na familia hii ya Obafemi, rafiki yake mkubwa akiwa ni Mira. Mudede alimwangalia Inara kisha akainama mbele na kutega sikio kwa umakini. Inara kaanza kuelezea kwa undani kuhusu safari ya Shau Feri na marafiki hao 6 waliokwenda Faja kwa ajili ya field. Alielezea jinsi mmoja wao Groli alivyorudishwa akiwa maiti, huku ubalozi wa Sayadi ukitoa maelezo mepesi ya ugaidi na uuzaji wa madawa. Alizungumza kwa uchungu kuhusu jinsi walivyokuwa wamekatishwa tamaa na majibu ya kifedhuli kutoka kwa RPC na ukimya usiokuwa wa kawaida kutoka kwa taasisi zote za usalama. Mudede alibaki kimya kwa muda, akanyanyuka polepole akatembea hadi dirishani. Alipokitazama nje alizungumza kwa sauti yenye hisia sana. Yuri, mdogo wangu, tulimpoteza miaka mingi iliyopita. Hadi leo hatujui yuko wapi. Leo umenikumbusha maumivu haya hayapo kwetu tu, hutokea kwa wengi. Akamgeukea Inara akatulia mbele ya kompyuta yake. Umesema una picha za Feri na Shawe? Akauliza. Inara akatoa simu yake na akampelekea picha walizokuwa wamepiga kabla ya safari yao. Inara alitoa simu yake na kumpelekea picha walizokuwa wamepiga kabla ya safari yao na baadhi walizokuwa wametumiwa na marafiki. Mudede alizichukua akaziweka kwenye mfumo wake wa mawasiliano ya kiusalama wa kimataifa. Alituma ujumbe mkali sana kwa kitengo cha ushirikiano wa kiintelijensia kati ya Sayadi na Ambasa ambao wanampaka wao moja kwa moja na Faja. Faja, nchi iliyokuwa ya mwisho kuonekana kwa wasichana hao. Mubari, nchi ambayo ina njia ya kawaida ya kutorokea kwa walioko matatani, na idara ya usalama wa kanda ya Bua. Katika ujumbe huo aliandika: DCI Sayadi, taarifa ya haraka. Tafadhali zingatieni picha hizi mbili, Ferisha na Shauni, raia wa Sayadi waliopotea katika mazingira yenye utata mkubwa nchini Faja. Kuna mashaka kuwa walihusishwa kimakosa na ugaidi au walikamatwa kwa njama fulani ya kimataifa. Tuna sababu ya kuamini kwamba bado wako hai. Ikiwa kuna rekodi yoyote ya mpaka, CCTV, usafiri au tukio lolote linalohusiana na wao, tunahitaji msaada wenu haraka sana. Tuko tayari kwa mawasiliano ya moja kwa moja. Kila upande ulijibu ndani ya saa moja. Ambaso akasema tumepokea picha, tumepeleka timu ya ufuatiliaji kwenye kituo cha mabasi Njaro, walionekanika huko jana asubuhi. Faja akajibu akasema tutakagua rekodi za uhamiaji na CCTV. Tuna rekodi ya ndani kuhusu majina yao, tutaripoti. Mubari wakasema tuna ripoti ya watu 3 waliovuka mipaka bila vibali, bado hatuna taarifa kamili. Mudede akamgeukia Inara. Nitawasaka kwa kila tone la damu yangu, kama wako hai tutawapata, na kama wamekufa basi familia zenu zitajua ukweli mzima. Sina kama serikali nataka iende mbali hivi, lakini damu ya Obafemi na haki ya familia zenu ni muhimu kuliko vyo vyetu. Inara tabasamu kwa mara ya kwanza, moyo wake ulianza kuona mwanga mdogo wa matumaini, huenda kweli safari ya maumivu inaenda kuisha. Sasa tuende kule Mubari ndani ya msitu wa Kioba, msikilizaji. Yuri alifumbua macho taratibu, kiubaridi kilikuwa kinampiga usoni. Alifumbua macho akajikuta yuko ndani ya chumba kilichojengwa kwa miti na kupangwa kwa ustadi sana. Alikuwa juu ya kitanda cha asili, ila kilikuwa na godoro la asili la manyoya ya wanyama na shuka laini la manyoya ya wanyama. Chumba kilikuwa na vitu vichache vya kiasili, hasa vikionekanika vimeundwa na miti ya ngozi au viungo fulani vya wanyama, na viti viliundwa kwa udongo. Kumbukumbu za Yuli zilianza kurudi taratibu sana, mpaka alikumbuka tukio la mwisho Shau akitekwa kipindi kuna watu wamefika walipo. Yule akafunua shuka na kutazama majeraha yake. Alikuta kuna alama ya kovu kama vile la muda kidogo. Muda huo aliingia Feri. Wao, umeamka? Feri alimkumbatia Yuli pale pale kitandani. Yuli alishangaa kuona Feri anatembea wakati alikuwa ni mgonjwa wa mguu. Wewe umepona? Aliuliza Yuli. Ndio, alijibu Feri huko ananyanyuka akawa anatembea kumuonesha Yuli kwamba yuko vizuri. Macho ya Yuli hayakuishia tu kutazama jinsi Feri alivyokuwa anatembea vizuri baada ya kupona, ila alikagua sketi fupi nzuri ya ngozi aliyokuwa amevaa Feri. Sketi ambayo kwa nyuma ilikuwa imenyoka kidogo kutokana na kishepu cha Feri. Juu alikuwa amevaa nguo fulani hivi ambayo ilikuwa imeziba maziwa mpaka katikati ya tumbo. Kitovu na eneo la juu la kiuno palibaki wazi. Feri alijizungusha na kufanya Yuli azidi kuthibitisha uzuri wa mwili wa Feri, na sura yake pia ilikuwa na furaha. Alivaa kama wanavyovaa wanawake wa kabila la Muduza. Hapo alikuwa hapo kwenye himaya ya Muduza. Kwani tupo hapo kwa muda gani? Akauliza Yuli. Toka jana. Hapa tulifika saa 5 usiku.
umetibiwa kwa tiba asili, mafuta ya nyongo ya kasa kenge. Simjui ila alisema kwamba wametumia mafuta yake na nyongo kutibu. Vinaponesha jeraha ndani ya masaa 8 tu. Hiyo kwako. Ila kwangu nimepona kwa masaa 4 tu. Kwa sababu zile dawa zako za awali ndo zilikuwa zimesaidia kuanza kukausha kidonda kwa haraka. Kwa hiyo umelala kama masaa 16 au 15 hivi na ushapona. Mbona kama umetambua mambo mengi ndani ya muda mfupi? Nimejifunza kujifunza kutoka kwako. Ila nimejifunza kuishi na watu. Hilo ni funzo kubwa zaidi kutoka kwako. Yuri alitabasamu. Vipi kuhusu Shau? Hapo uso wa Feri ulipoteza furaha baada ya kukumbuka kuhusu Shau. Ila muda huo aliingia yule mwanaume aliyemuita Yuli Brodali. Feri aliwapisha na kwenda kujumuika na wanawake wengine kwenye kazi za hapa na pale kama kupika na mambo mengine. Sasa hivi Feri hana dharau hata kidogo. Kanyoka. Umeamka brother. Yuri alisema na jamaa yake huyo anayeitwa Ivombo kwa furaha sana. Kisha wakatoka kwenda kwa mzee wake Ivombo ambaye ndiye mkuu wa watu wa kabila hilo la Muduza. Watu hao mara kadhaa walifika Faja na Yuli aliwakarimu kwa kiasi kikubwa sana, ndio maana wanamuona kama ndugu yao. Waliongea mambo mengi, mwisho walizungumza kuhusu Shau. Walituma salamu kwa kupitia ndege wao ambaye alikuja na ujumbe unaosomeka kama binti hajapelekwa na au shahidi haujaenda, wanamua yule binti wa kule. Alisema mzee Mbindu, tutakupa watu mkajaribu kumwokoa. Tunajua walipo. Alisema mzee Mbindu. Hakuna haja. Mimi nipenda election tu, nitaenda mwenyewe. Hapana Brodali, tutaenda mimi na wewe. Alisema Ivombo. Nyie wale watu ni hatari sana. Alisema mzee Mbindu. Yule alitabasamu tu. Baada ya hapo alitazama mizigo yake, visu vyake vilikuwa vipo. Alienda kwenye kichaka kimoja hivi chenye uwazi kwa ndani, kisha akafanya mazoezi ya kujiweka sawa kwa saa moja. Majira saa 4 hivi usiku, kiza kikiwa kinene ndani ya msitu wa Kioba, Yuri alikuwa anamwaga Feri kutokea chumbani kwake. Mwanga wa taa za asili za moto zilikuwa zinafanya watizamane uso kwa uso. Naenda kumrudisha Shau. Tulia, niombe nirudi salama. Yuri alimwambia Feri. Yuri, utarudi kweli? Nisije kuwapoteza wote. Alisema Feri akionekanika kuwa na hofu ya wazi. Nitarudi kwa sababu mkono wa Mungu uko upande wa haki. Sawa, nenda urudi na kuombea urudi salama. Feri alimkumbatia Yuli kisha Yuli akaondoka zake. Majira saa 6 hivi usiku walifika eneo husika, ila Yuli alimwacha kwa mbali Ivombo maana alipanga kwenda kupiga kazi ya kutisha peke yake. Bana we, moyo wa msafiri. Kulikuwa na giza nene, kimya kilichokuwa kimekatishwa tu na milio ya viumbe wa usiku na upepo wa polepole ulikuwa unapuliza majani ya miti mikubwa ya kale. Katika msitu huo wenye hifadhi ya asili, kwa mbali palionekanika mianga ya moto midogo, ikiwa hiyo ilikuwa ni kambi ya kundi la kikatili la Kisu cha Upako. Kundi hilo lilijulikanika kwa ukatili wa hali ya juu sana, na silaha kipekee haikuwa bunduki bali visu, na kila mmoja alikuwa anajivunia aina yake ya kisu. Wengine akibeba hadi vitatu kwa wakati mmoja. Kila tendo lao lilikuwa na haraka na la kutisha. Walikuwa ni kama majini na visu vya jina lao lilikuwa linatesa mpaka kwenye mipaka ya nchi jirani. Walipochukua mateka haikuwa tena swali la maisha au kifo bali mateso ya kutisha kabla ya kifo. Yuri kwa mwendo wa utulivu kama ninja anayetembea bila hata kutoa sauti yoyote ile, alipanda kwenye mti kama mjusi bila hata kutoa ishara yoyote ile. Alienda kukaa kwenye tawi la mti mmoja mkubwa akitazama kambio ndogo. Usiku huo palikuwa pana mwanamke mmoja mrembo alikuwa amefungwa katikati ya kambi. Mavazi yake yalikuwa yamechanika, uso wake ulikuwa na michubuko na macho yake yalikuwa yameonyesha machungu ya kutisha. Shau baada ya kutekwa sasa alikuwa anangoja kufanywa unyama na wanaume waliokuwa wamekosa hata chembe ya utu. Walikuwa wanacheka wakijifurahisha wakigawana zamu kwa zihaka. Oya, nakula mzigo mtoto mzuri kishe. Mmoja alisema, huyo unakojoa mpaka ubongo. Mwingine aliongea kwa kitembea na kisu chake. Alimsogelea Shau na kuchana gauni lake kifuani na kufanya ziwa la Shau lisimame vizuri liwe wazi. Mwanamume alilamba midomo yake kwa uchu huko akawa alishika ziwa hilo zuri. Shau alishajikatia tamaa, hakuona kama kuna msaada. Alishindwa hata kumwambia mwanamume huyo amwache maana alijua hatosikilizwa. Ila hawakujua kwamba tayari Yuli alikuwa yupo kwenye mti mmoja mkubwa pembezoni mwa kambi hiyo. Mwili wake ulipakwa na mchanganyiko wa majivu na udongo na mafuta ya mti wa kioba, mchanganyiko uliokuwa unaficha harufu ya mwanadamu. Hakuwa na risasi, hakuwa na bastola. Leo ilikuwa ni mambo ya visu kwa visu.
Leo alikuwa kaenda kuwajibu kwa lugha yao baada ya kumuonesha ubabe pale mtoni. Macho yake yalikuwa ni mekundu kama simba aliyejeruhiwa. Akili yake ilikuwa imetulia kama mkufunzi wa kifo. Alishika visu vyake viwili vya Tiger Shark. Visu hivyo vilikuwa marafiki zake wa karibu kwa sasa. Yule alishuka taratibu kutoka kwenye ule mti akatambaa hadi kwenye kingo za moto ambao ulikuwa unatoa mwanga kwa kambi nzima. Kwa ujasiri aliushambulia moto ule kwa majani mabichi na mchanga wa majivu. Ghafla moto ulizima, giza likatanda. Kuna nini tena? Mmoja akapiga kelele. Sio kawaida hii, angazeni. Wakaanza kuwasha taa za tochi, lakini kabla hazijawaka vizuri kisu cha Yuli kilimchoma moja kwa moja kwenye koo, akawa kimya. Wa pili alikatwa kisogoni. Shao alipatwa na fulana kutamka jina la Yuli kwa nguvu sana. Yuli alikuwa kivuli, alikuwa kiza, alionekanika kwa sekunde 2 anapotea. Anatokea juu ya banda na tua kimya na kuua. Anapita katikati yao bila hata kugusa mtu. Anarudi nyuma na kuwachinja wale waliokuwa wamepagawa zaidi. Alikuwa ni kama mzimu hivi. Majambazi walianza kuchanganyikiwa. Sio binadamu huyu, alisema mmoja kwa analia. Mkimbieni! Walipojaribu kukimbia wakakutana naye mbele Yuli akitabasamu, ila tabasamu ambalo lina hasira. Mpaka Shao alibaki akiwa anashangaa, maana aliyoyafanya Yuli yalitisha kutizama. Aliwachinja mmoja baada ya mwingine. Vikumbo vya visu vilikuwa vya kustajabisha sana. Baadhi walijaribu kumzunguka, lakini Yuli alikuwa anawazidi kasi, mahesabu na ukatili. Mmoja aliwafuata kwa nyuma kwa kujificha. Yuli aligeuka ghafla na kisu kikampasua uso mzima. Mwingine alijaribu kuluka na kushambulia kutoka juu, lakini Yuli alimtwanga kisu kifuani akiwa bado yuko angani, akaanguka chini kama mzoga. Baada ya dakika 12, miili 26 ilala chini. Wote walikufa kimya. Hakuna mlio wa risasi, hakuna matusi, hakuna kelele. Ilikuwa ni sanaa ya kifo iliyokuwa imechezwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Mkuu wa kisu cha upako aliyeitwa Captain Salumu alijaribu kumwahi Shao ili amweke chini ya ulinzi awe ni ngao yake, lakini kabla hajamfikia Yuli akamtokea mbele yake ghafla akiwa amesimama kama jiwe. Wewe ni jini au? Nitakuua. Captain Salumu alikuwa na hofu, ila alijikaza. Captain Salumu alichomoa kisu chake akijaribu kupambana. Ilikuwa ni mapambano ya dakika 1 tu. Yuli alicheza kama upepo, akaushambulia mwili wa Captain Salumu kwa mtindo wa kuchezesha kisu. Mapigo ya haraka ya tali ya viwango vya juu sana. Captain Salumu alijitahidi kushambulia kwa kasi, ila mashambulio yake yalikuwa ni kama ya mtoto. Captain Salumu alishikilia ganja chake kipo chini baada ya Yuli kuzungusha kisu chake kali kwenye ganja hicho. Captain Salumu alipiga kelele kali za maumivu, ila kelele zilikata baada ya Yuli kuzamisha kisu kwenye mdomo na kukitolea pembeni ya shavu. Alichana shavu mpaka taya. Captain Salumu alishinda kupiga kelele, maana kutanua mdomo ilikuwa ni kuongeza maumivu. Ila Yuli hakuishia hapo. Kisu kingine alikipitisha nje ya shavu la upande mwingine, kikazama mdomoni, kilipasua taya na kutoka na kipande cha ulimi. Ukatili wa ajabu ulikuwa umetembea hapo. Ivombo alikuwa amesogea karibu kuona kama Yuli labda kazidiwa, ila macho yake alibaki kushangaa kitu alichokuwa nakifanya Yuli. Yuli alikita visu vyote viwili kwa juu ya kichwa cha Captain Salumu, kisha akavivuta kwa nguvu sana. Kichwa cha Captain Salumu kilipasuka vibaya mno na kumwaga ubongo na damu nyingi sana. Captain Salumu alikufa kifo cha kutisha zaidi, ila kilikuwa cha kufurahisha kwa Shao. Yule akamkimbilia Shao akiwa na macho ya wasiwasi. Hawajakuumiza? Hawajakubaka? Yuri aliuliza mfululizo. Hapana, leo ndio walikuwa wamepanga kunibaka, ila umeniwahi Yuri, alijibu Shao kwa sauti dhaifu. Yuli alimfungua Shao kamba, akambeba kwa upole. Macho yake alimtizama Yuli kwa upole na shukrani ya dhati kabisa na furaha kwa mbali. Mguu wake ulikuwa umevimba sana. Yuri alimweka chini kwa upole. Yuri, asante, alisema kwa sauti dhaifu. Alimfunika kwa shuka la majambazi waliokufa, kisha yeye akajiosha kwanza zile damu nyingi zilizokuwa kwenye mwili wake. Ivombo naye alijitokeza, wakasaidia kubeba baadhi ya vitu muhimu vilivyopatikanika kwenye kambi hiyo. Yule akambeba Shao mgongoni, wakaondoka naye kurudi kwenye makazi ya Muduza. Kambi ya kisu cha upako waliitia moto. Wakiwa wanatembea, Ivombo yuko kimya akitafakari ukatili wa Yuri. Shao yeye alikuwa na hamu ya kutambua baadhi ya mambo kutoka kwa Yuri. Yuri, umewezaje kufanya yote yale? Una uwezo wa kupotea kama jini? Akauliza Shao. Hata Ivombo naye alikuwa na shauku ya kujua. Ni kasi tu, sio kupotea, ila ni kasi ya kininja. Pale kiza ndicho kilikuwa kimenisaidia zaidi kuwa kama napotea hivi. Na pia njia hii ni nzuri kuwachanganya maadui zako na kuwapa hofu akizani kwamba unapotea kama jini, alijibu Yuri.
ila unaua vizuri sana Yuri. Matumaini ya uzima wa Shawi yalifanya kumrudishia nguvu, hata sauti kasikika vizuri sasa. Kumbe mdada mzuri, la akili zako sio nzuri Ivombo alicheka. Amna, ni vizuri watu wabaya wakifa, kwa sababu wao wamefanya mabaya kwa watu wengi sana. Kama wale ni wazi kabisa kwamba wameua sana, wameiba sana, wamebaka sana. Sasa kwa nini tusifurahi wakifa? Hapo kweli bwana, wamekufa vizuri sana ise. Hasa ule wa mwisho kumwaga ubongo kama uji wa lishe. Hasa ule ubongo unaunywa hivi, ukibaki pembeni ya mdomo unalamba kwa ulimi. Ni tatapika bwana, acha ujinga, alisema Shao huko akiwa anacheka. Walijikuta wakiwa na furaha tu, huku Shao akihisi kama yuko kwenye mgongo wa mfalme Simba. Alijihisi salama kwa 10,999 akiwa karibu na Yuri. Walifika kwenye makazi yao, palikuwa kimya sana. Walikuwa katikati ya uwanja wa makazi yao uliozungukwa na vyumba vingi vya mti. Yuri alihisi uwepo wa watu zaidi. Mapigo yake ya moyo yalikwenda mbio, maana alihisi hatari kwa watu wa hapo, na Feli alimwacha hapo pia. Simama Ivombo, kuna ugeni hapa, Yuri alimwambia Ivombo huku akiwa bado kambeba Shao mgongoni. Kabla Ivombo hajatia neno, ghafla mwanga mkali sana kutoka kwenye taa 4 zenye mwanga mkali ziliwaka, taa ambazo zilikuwa zimetegwa pande kuu 4 na watu wa kabila hilo hawana taa kama hizo. Kisha kutoka kwenye nyumba hizo za miti walitoka majambazi wenye bunduki kubwa, wakiwa wamewaweka chini ya ulinzi watu wa makazi hayo ama na kijiji hicho. Majambazi wengine walitoka kwenye vichaka, ni watu wa kazi hasa. Hao wanaitwa mbwa weusi. Ni majambazi wanaofanya kila kazi mbaya, ila sana sana ni kuua. Waligundua kwamba wakazi wote ni mateka, hata wao pia walikuwa katikati ya majambazi wa mbwa weusi. Mzee Mbindu alikuwa yuko chini ya ulinzi, huku damu zikimtoka kwenye mkono wake. Baba! Ivombo alishtuka kwa hofu akiwa anataka kumfuata baba yake, ila bunduki iligusa kichwa chake, akasimama akiwa na hasira na hofu. Mkuu wa mbwa weusi aliyejulikana kama Puta alisogea mbele ya yule aliyekuwa amembeba Shao kwa madaha sana. Yaani wewe ndio wa kusumbua tu kutoka Sayadi? Wewe wa kumsumbua Tau, Jabari na Ken? Mbona ni mlembo tu kama warembo wawili? Alitamba Puta kwa madaha na kejeli. Yule akujibu alitazama wakazi wote, walikuwa hapo kwenye sura za hofu na mashaka. Hata watoto wadogo kabisa walikuwa na hofu kwenye uso zao. Hadisi ujio wao umekuwa ni balaa kwa wakazi wa eneo hilo na kabila hilo kwa ujumla. Ferdinand alikuwa yuko chini ya ulinzi akiwa amewekewa bastola kichwani, naye alionekana mwenye hofu kuu kabisa. Alimwona rafiki yake Shao, ila muda haukuruhusu kufurahia zaidi ya kuwaza kuhusu hai wao. Mlete huyo malaya, Puta aliagiza Feli aletwe kwake. Alipofikishwa kwake, Feli alisimamishwa pembeni ya Puta. Puta bila uoga alianza kushika ziwa moja la Feli nje ya kile kinguo cha ngozi. Yuli aliuma meno kwa hasila ambazo hata Puta aliziona wazi kabisa. Kwani unaumia kuona wanawake wenzako wanashikwa hivi? Sawa, naombeni ushahidi kabla sijapiga mashine huyu mbele yenu na hawa watoto wakashuhudia hapa, alisema Puta akiwa anasisha kwanza ile zoezi lake. Ila sio kama nitaacha, hapana, ila nitawafanyia ustaarabu wa kwenda kuwatia ndani. Yaani namla huyo, namla na huyo kaaba hapo uliyembeba, mwisho na wewe na kukula. Puta alikuwa anajua kukela kwa maneno eti. Yuri aliyotazama majambazi wote aligundua wako 38. Kwa sababu gani wengi hao majambazi? Ni kwamba kabila la Muduza sio wanyonge, ni hatari kwa mishale na mapambano ya mikuki. Hapo mbwa weusi walifika kwa 40, ila wengine wamekufa kwenye mapambano baada ya kuvamia. Ila hata wao waliua watu 11 ndani ya muda mfupi tu. Silaha zao za moto ndizo ziliwafanya wazidi watu wao haraka. Okay, na hapa ushahidi, msijali, alisema Yuli yuko akiwa anamshusha Shao chini taratibu sana. Yuli kipindi akiwa anajifanya anamweka chini vizuri, Shao alitumia muda huo kuzamisha mkono mfukoni. Kuna kifaa fulani hivi kilikuwa kipo mfukoni, alipanga kukitumia kule kwenye kambi ya kisu cha upako, ila hakukitumia kwa sababu plani yake ya kwanza ilifanya kazi. Maana hicho kifaa ni plani ya pili. Kidude fulani hivi kimekaa kama yai hivi, alikitoa haraka na kupiga chini, kikatoa sauti kubwa sana ya mlipuko. Kilipua moshi mzito sana wa rangi nyeusi. Eneo lote likawa kama limezama kwenye kivuli cha kiza. Mwanga mkali wa zile taa wote ulimezwa na moshi huo mzito sana. Moshi huo ulifanya hata watu wengine wapumue kwa taabu kila wakipumua. Ilikuwa ni njia pekee ya Yuli kuwamaliza watu hao bila kusababisha visu na maumivu zaidi kwa watu. Zilisikia sauti kali za vilio vya watu. Kelele zilidumu kwa dakika 5 tu. Baada ya dakika 7 tu moshi wote ulipotea na watu walianza kuonana kama vile hakukuwa na moshi mzito
ambao ungezani kwamba unaweza kudumu kwa siku nzima. Puta alijikuta kabaki yeye peke yake, watu wake wote walikuwa wamekufa tena kikatili sana. Puta akashindwa kuelewa kama mauaji hayo ya kutisha yametokea ndani ya masaa au dakika tu za. Naombeni waingizeni watoto ndani, alisema Yuli, na kweli watu waliwaingiza watoto ndani. Unatumia mbinu chafu, pigana na mimi, alisema Puta kwa hasira. Alinyosha bastola yake na kutaka kupiga risasi, ila hazikutoka, bastola haikuwa na magazine. Pigana kwa mikono yako, nilishatoa hadi magazine kwenye bastola yako na hukutambua. Ningesha kuua kama ningetaka. Pigana kwa mikono yako. Puta kwa hasira alikunja ngumi yake. Yuli aliweka chini visu vyake kipindi anainama kuweka. Muda huo Puta alitumia kumjia kwa kasi akitaka kumfumua kwa teke zito, ila Yuli alizunguka chini kwa kuburuza mguu. Alimchota mtama mzito Puta ambaye alienda chini mzima mzima. Watu wa kabila hilo walishangilia kwa dharau. Yuli alimngoja Puta anyanyuke, ambaye alinyanyuka kwa kasi. Hasila zilizidi kuona watu wakiwa wanamshangilia Yuli, ina maana wanamzomea yeye. Salisema mrembo. Ngoja mrembo amuoneshe. Lakini sawa. Puta alimwendea tena Yuli kwa hasira, akarusha ngumi 6 ambazo zililenga uso wa Yuli, ila zote zilikuwa nyeupe. Yaani zilipiga hewa. Yuli alikwepa kana kwamba ni ngumi za mtoto. Puta alizidisha mzuka hapo. Yuli naye aliamua kumbadilikia. Puta karusha ngumi, mkono ukadakwa kisha ukavunjwa kwa kukutanishwa na goti. Kabla hajakaa sawa ukavunjwa tena kwenye kiwiko. Kabla hajapiga kelele vizuri akapigwa ngumi nzito ya bega. Bega likavunjika hadi mfupa ukatoka nje ya mwili. Puta alipiga kelele, alilia kama mtoto, ila kama kawaida Yuli hapendi kelele. Alimshindilia ngumi nzito ya taya kiasi mdomo wa Puta ukabaki wazi tu. Taya ziligoma kabisa kurudi na kufunga midomo, ulimi ukabaki nje. Yuli bila huruma alilazimisha midomo ya Puta ifumbe kwa ngumi. Puta akajikuta anang'ata, ulimi ukakatika na kudondoka chini. Puta alitaka kukimbia, ila mtama mmoja tu ulimweka chini. Kisha bila huruma Yuli akavunja shingo ya Puta na kumaliza kabisa. Yuli aliwatizama watu wote wa kabila hilo ambao walimshangilia kama shujaa mpya. Ni kweli wao na wapambanaji wao akiwemo Ivombo, ila hakuna mwenye uwezo na wa ajabu kama Yuli. Yuli yeye alijiona akaleta balaa kwenye makazi hayo kiasi kuna watu 11 wamekufa. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwepo wao kwenye hiyo sehemu. Baada ya yote Yuli akiwa mbele ya watu wote aliamua kuzungumza. Tumewaletea hatari, si kama naweza kusamehewa kwa hili. Hatukuwa na nia ya kusababisha hatari na vifo kwa ndugu zenu. Hatukuwa na nia ya kuwaletea balaa. Tutaondoka. Mtusamehe, hili sio lengo letu. Kama mtaturuhusu basi sisi tuende ili tusije tukasababisha balaa zaidi. Mzee Mbindu alimsogelea Yuli kwa haraka akiwa na uso wa busara. Hujaleta hatari Yuli. Umeleta ukombozi. Hao mbwa weusi wamekuwa kitutesa kwa miaka mingi sana. Wameua wake zetu, wamechukua mashamba yetu, wamewabaka dada zetu. Mzee Mbindu alimwambia Yuli huko akiwa anamshika begani. Na wale kisu cha upako pia walikuwa jinamizi. Wewe sio mzigo, Yuri. Wewe ni tumaini letu. Baki hadi utakapokuwa sawa, alisema Ivombo. Sura ya wanakijiji wote walionyesha kukubaliana na maneno hayo, tena zilihitaji kumuona Yuli zaidi. Wewe sio mgeni hapa, wewe ni damu yetu. Umepigana kama mtoto wa Muduza, na kwetu damu ni zaidi ya jina, alisisitiza Mzee Mbindu. Yuri akanyamaza. Moyo wake ulikuwa umejawa na mchanganyiko wa hisia fulani hivi, huzuni na hisia ya kuwa sehemu ya jambo kubwa sana. Shau ambaye bado alikuwa na maumivu ya jeraha la kung'atwa na mamba alibebwa na wanawake wa kijijini pale na kuelekea kwenye jumba la tiba. Lilikuwa limejengwa kwa miti yenye dawa asili. Walianza kumtibu kwa mimea, mafuta ya mti wa mdomba, mafuta ya kasa kenge na nyongo na dawa za ukoo wa Muduza. Yuri alienda kupumzika kwenye chumba chake cha kulala kikiwa kimeandaliwa vizuri sana, chumba cha shujaa. Alichoka, alipiga kazi nzito ndani ya usiku mmoja, alipambana na watu zaidi ya 50 na wote kawalaza chini. Feritamani hata huko kwenye kulala angeenda kulala na Yuli, ila alishindwa. Alikuwa anatamani muda wote kuwa karibu na Yuri. Akiwa kitandani bado usingizi haujamjia, sura ya Yuri ilikuwa inamsumbua sana kwenye kichwa chake. Kuna muda alijikuta akiwa na tabasamu tu akikumbuka maneno ya Yuri. Asubuhi ilikucha, Shau akiwa hajambo kwa asilimia zaidi ya 80, bado kidogo sana, ila alikuwa anatembea vizuri tu. Sherehe ikafanyika kufurahia maisha mapya bila makundi mawili yaliyokuwa yanawasumbua mara kwa mara, kisu cha upako na mbwa weusi.
Hiyo ni baada ya kuzika wapendwa wao na miili ya maadui ilitupwa msituni bila kuzikwa. Ngoma zikapigwa, wanawake walembo walicheza kwa ustadi na wanaume pia walicheza. Nyati wawili walichomwa na watu wakala nyama sana. Yuri aliwatizama Shau na Feli ambao wote walivaa mavazi kama wanawake wa Muruza. Walipendeza sana, ila maumbo yao yalikuwa yanashawishi. Vile kila muda alikuwa karibu na yeye alikuwa na kaza tu moyo na kukemea pepo la ushawishi. Shau alimzidi kidogo umbo Feri, japo wote sio wanene, wana miili ya wastani, sio embamba sana ila kwenye unene hawapo, ila wana maumbo yanasumbua zile sketi za ngozi ambazo zilibidi zinyanyuke kidogo kwa nyuma. Shau akitembea hivi, macho ya kiume lazima yarudi kuangalia, maana alikuwa anarusha sketi kwa mtetemeko wa makalio yake na kufanya kila akipiga hatua sketi iende juu na kuonyesha eneo kubwa la mapaja. Macho ya kiume lazima yasumbuke bwana. Hata Feli ni hivyo tu, ila Shau alikuwa amezidi. Ni hivyo kwenye sura ya Feli, ana sura nzuri zaidi kumzidi Shau kwa 5% hivi. Pia Feri ana kiuno chembamba kimekaa vizuri kama kimechongwa kumzidi Shau. Wote hawakutaka kukaa mbali na Yuli muda ambao Yuli alikuwa ameenda kupiga story na wanaume wenzake. Hata kwa dakika 10 wao waliona kama vile ni mwaka mzima. Siku kadhaa zilipita, Shau akawa mzima kabisa, Feli pia mzima, wote walikuwa wazima. Waliishi vizuri sana na watu wao. Shau na Feri walijifunza mengi kwa wanawake wenzao na wao pia waliwafunza mengi ambayo waliyaona yatawasaidia. Walishirikiana nao kama na wao ni wa hapo hapo. Siku ya kuondoka ilifika. Anida ambaye ni dada wa Ivombo na mtoto wa pili wa mzee Mbindu aliwaita Shari na Feli chumbani. Kwanza kabisa alianza kuwapaka mafuta fulani hivi na unga fulani ambao ulikuwa unabadilisha kabisa sura zao. Alimaliza kwa mafuta ambayo yalikuwa ni kama gundi hivi. Hayo kwa ajili ya kufanya sura ambazo zilishakuwa za bandia zisitoke hata kama wakioga ama kunawa. Shau na Feli walitambua kuwa hiyo ni kwa sababu ya wao kusafiri bila kutambulika kwa maadui zao, maana ni wazi lazima maadui wawasake tena sana. Baada hapo Anida aliwapa mavazi fulani vya Kiarabu. Shau alipewa gauni jeupe lenye nakshi za rangi ya dhahabu. Feli akapewa gauni jekundu lenye nakshi ya dhahabu pia, magauni yalifanana. Aliwapa bangili 6 za mikononi kila mmoja na cheni za miguu 3 kwa kila mguu. Vyote walivivaa na kupendeza sana. Mwisho Anida alikuwa amewafunga kama cheni fulani hivi kichwani ambayo urembo wake ulikuwa unakaa kwenye paji la uso. Wakawa ni kama Wahindi hivi. Mmependeza mno, alisema Anida. Sasa kwa nini tumevaa hivi? Akauliza Shau. Twendeni nje tutawaeleza kipindi tukiwa tunawasindikiza. Yuli alivaa shati jeusi lenye nakshi ya rangi nyekundu na dhahabu. Yuli alivaa kanzu jeusi lenye nakshi ya rangi nyekundu na dhahabu. Alipendeza sana, kichwani alikuwa amevaa kofia safi iliyoendana na kanzu. Sura yake pia ilikuwa imebadilika. Watu wa kalimu waliwafungashia vitu vingi sana wakina Yuli, vyakula njiani na vitu vingine muhimu. Kisha walianza kuwasindikiza. Asubuhi mnaenda kupita njia ya Kibaza. Mnapita huko kwa sababu ni mikoa ambayo haina ulinzi na ukaguzi mkali. Na pia mikoa michache ila ina ulinzi mdogo. Kila kitu unajua, si ndio? Alisema mzee Mbindu. Ndio mzee, najua. Okay. Najua unajua mengi na nataka kuwapa mambo ya zaidi ya kuasisitiza. Mtanzia Kibaza, hapo kuna kijiji ambacho kina usafiri wa farasi. Waga kina vijana, watoto wakifika miaka 16 tu waga wanaondolewa pale, wanabaki watoto wengine na wazee pekee. Achana usile kijiji cha wazee na watoto. Hawa wazee hawaongei na mtu ila ndio wenye usafiri na pia hawapokei pesa, ila wanapokea vitu ambavyo ni vinafaa kwa matumizi ya kawaida. Kwa hiyo mkifika pale mtaona kuna sehemu imeandikwa nauli. Mtaweka jagi la shaba tu hapo kwenye meza ya nauli, kisha mtapewa usafiri. Ila hao wazee kama wakikupenda ukiwa na moyo mzuri, wanakupa farasi weupe. Ni farasi uhakika wa usafiri na ni salama bila matatizo njiani. Labda matatizo wapange Mungu. Ila ukichukulia kawaida unapata farasi mweusi ambao ni kawaida, unaweza kusafiri salama, au ikawa ni matatizo. Wasipokupenda kabisa hupati usafiri. Hilo la kwanza. Yanayofuata atawaambia yule mwenyewe. Ila kisa cha nyinyi kuvaa hivyo ili muonekanike kama wake wa yule. Mikoa yote unayopita ili msikaguliwe inatakiwa muwe wanandoa. Na watu wengi wa mikoa hiyo wanaoa wake wawili.
Mkoa wa mwisho kabisa huo ndio ambao una mpaka wa kuingia nchi nyingine ya Kisweta. Huko ni kugumu, ila ni tofauti kama mngepita njia ya kati ya mji mkuu. Huko ulinzi na ukaguzi ni mkali zaidi, alisema Mzee Mbindu. Kwa hiyo kuigiza kama nyie ni wake wa Yuri na yule ni mume wa nyie ni kama tiketi ya safari yenu, kwa hiyo mikoa mtaka kwa mnapita, alisisitiza Ivombo. Shauna Feli akabaki kushangaa kidogo na kucheka kwa aibu, ila kila mmoja alikuwa ameona hiyo ni safi tu ndani ya moyo wake. Kimsingi kuna hisia fulani ndani ya mioyo ya Feri na Shau. Zingatia mapozi ya wanandoa na lugha za ndoa. Usifike huko kila muda mnaitana majina. Mumuite mume na we Yuli uite mke. Ukimuita Feli au Shau, hiyo ni muhimu kwa usalama wa safari yenu. Mkitembea mnashikana mkono, ndio desturi ya wanandoa, alikazia Nida. Nina imani kwenye kijiji cha wazee na watoto mtafaulu. Tabia zenu ni nzuri sana, alisema Mzee Mbindu. Tutajitahidi baba na tutapata usafiri hapo, alisema Feli kwa heshima sana. Sawa, sisi tunawatakia safari njema. Tuna imani mnafika Sayadi hata kama njia ni ngumu kiasi gani, ila tunaombea iwe ni nyepesi na tuonane tena kwenye wakati mwingine mkiwa huru, alisema Mzee Mbindu. Watu hao waliwaga vizuri wakina Yuri na kuacha waende zao. Yuri akiwa na Shau na Feli walitembea wakiwa na mabegi yao. Walianza safari ya utaratibu wakitafuta kituo cha kwanza ambacho ni kwenye kijiji cha wazee na watoto. Siwezi kaendelea njiani Yuri akiwa na begi lake kubwa mgongoni na akina Feli walikuwa na mabegi madogo madogo. Kwa hiyo Yuri, mimi nikuite mume wangu? Aliuliza Feli kwa anacheka. Nitolee bangi zako hapa. Kama vipi niite shemeji? Shau yeye alikuwa amecheka tu na hakutia neno kwenye mada hiyo. Shemeji kwa nani? Akauliza Feli. Kwa Nida. Nyo, kumbe Nida ni demu wako Ndio maana kanitengeneza sura mbaya hivi. Kwa nini akutengeneza sura mbaya? Akauliza Shau. Anesi nitatembea na bwana wake. Haya bwana. Stories zilikuwa ni nyingi njiani, vicheko vya kutosha, ila Shau hakuwa mwongeaji sana. Feli ndiye alikuwa ni mwongeaji kuliko wote. Yaani wewe yule uliniambia mimi ni mwembamba kama nipo kwenye kundi la wafu. Wewe una maneno ya shombo sana wewe. Wewe si ulisema mimi nanuka au? Hata kama leo unasema sana jamani, yani mpaka watu wote wakanicheka. Majira fulani ya saa 9 alasiri Yuri na kina Feri walikuwa wamefika kwenye kijiji cha wazee na watoto. Ni kweli kijiji kilikuwa na wazee tupu na watoto pekee. Hakuna mzee yote aliyekuwa ameongelesha, ila Yuli aliwasalimia wazee wote kwa ishara bila kuongea. Hata Shau na Feli nao pia walikuwa wamefanya hivyo. Uzuni kama kijiji kilikuwa na watu wengi. Watoto walikuwa wanaongea na wakina Yuli walikuwa wamewachangamkia sana. Walisalimiana na watoto kwa upande mkubwa sana. Waliona meza iliyoandikwa weka nauli. Yuri akatoa jagi la shaba kwenye begi na kuliweka kwenye meza hiyo. Wazee hao midai walikuwa wanatwanga unga kwa ajili ya uji wa watoto. Yuri na wakina Feli walienda kuwasaidia wazee hao kutwanga unga, yani mchanganyiko wa mahindi, mihogo, mikavu na viazi vitamu vikavu. Walitwanga kwa saa nzima hadi walipomaliza. Wazee hao hawakuongea, walibaki wakiwa wanatazama tu kwa macho yenye mshangao na faraja. Shau na Feli hawakuishia hapo, walichemsha uji wa watoto kipindi yule akiwa anacheza na watoto hao. Kijiji kidogo sana kina wazee 11, 6 wa bibi na 5 wa babu na watoto 22 wa kike wa kiume. Shau na Feli waliwapikia wazee hao na chakula kabisa. Baada ya hapo waliaga kwa ajili ya safari majira ya saa 12 jioni. Mzee mmoja aliwaletea wakina Feli gari maalumu la farasi ambalo linavutwa na farasi 4 weupe. Bado hao wazee hawakuongea kitu, ila walionyesha nyuso za furaha na faraja. Wakina Yuli walipanda gari la farasi na kuondoka zao. Yuli, tunasafiri usiku mzima au? Akauliza Feli. Ndio. Tunalala njiani. Tunalala kwenye hili gari, sio njiani. Hivi Yuli, mbona hao farasi wanatembea bila kuendeshwa? Akauliza Shau. Hao ni maalum sana. Hapo watakuja kusimama sehemu fulani, kuna bwawa kwa ajili ya kuoga. Baada ya hapo wanasema mjini ambao tutaenda kupanda treni. Ila Yuli, unajua mambo mengi sana. Nilifuatia mambo mengi kuhusu njia hizi na tabia za watu wake. Japo sikupanga kupita hizi njia tunazokuwa tunazienda, ila nilifuatilia kuzihusu. Kimsingi Feri anaongea sana, ila Shau anaongea mambo muhimu mara nyingi kuliko Feri. Kwa hiyo tunapita wapi na wapi ili tufike Kisweta? Treni litatupeleka mpaka Chanze. Chanze tunapanda basi ambalo linakatiza mkoa wa Mikasa, kisha safari yetu itaenda kuishia Ngata. Hapo kuna kijiji cha Chifu Dialo. Kijiji kinaitwa Mbande. Hapo kuvuka kwetu ni kupita kwenye pango la Bizimu.
Hilo pango ndilo litatutoa upande mwingine wa nchi ya Tangaza. Pango la mizimu tena? Lina mizimu au ni jina tu? Feli akahoji. Inasemekana lina mizimu na mambo kibao ya kutisha. Ila yule mbona hivyo lakini hakuna njia nyingine? Shao akauliza huko akalalamika. Halafu hata uogopi unasema tu kirahisi hivyo. Hiyo ndio njia rahisi kuliko zote. Sawa, tutapita. Tuko na shujaa wetu, alisema Feri. Shao akaishia kucheka tu. Farasi walizidi kutembea kwa mwendo mkali, wakikata kona nyingi bila kuonesha na mtu yote ule. Walipanda na kushuka milima. Farasi ikiwa inaenda, Shao alimtizama yule usoni, japo sura yake ilikuwa imebadilika, ila yeye alikuwa wamemtia taswira ya sura yake halisi. Aliongea kwa sauti ya upole na heshima. Yuri, sijui kama kuna Yuri, sijui kama kuna maneno ya kutosha kueleza vile ulivyokuwa msaada kwetu. Umetupa uhai wa mikono yako. Umetubeba juu ya mabega yako. Wewe ni mtu wa tofauti, mtu wa hekima, mtu wa roho safi. Dunia hii haijui bado kuwa ina hazina inayoitwa Yuri. Yule tabasamu kidogo, macho yake yakiwa yamebaki yakielekezwa tu mbele. Akajibu kwa unyenyekevu. Nifanye kilichotakiwa kufanya, Shao. Hakuna thamani kubwa zaidi ya maisha. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla Feli hajageuka taratibu na kumtizama Yuri. Sauti yake ilikuwa na utulivu, lakini macho yake yalikuwa yameongea zaidi ya maneno. Aliona na yeye pia asikae kinyonge, alitoa neno. Naamini ukiamua kuoa mkeo atakuwa mwanamke mwenye bahati sana. Alicheka kidogo Feli kisha kaendelea. Atakuwa na mume jasiri, mwenye moyo mkubwa na anayejua kupigana kwa ajili ya watu anaowapenda. Yuri kamgeukia kidogo kwa kicheko cha aibu, lakini akakuta macho ya Feli akiwa yamejaa tafakari nzito. Haikuwa tu sifa, kulikuwa kuna kitu kingine kisichoelezwa moja kwa moja, upole, hamu na wivu wa ndani ya moyo. Hata kama utasema sasa, Feri aliongeza sauti yake ikiwa ni ndogo zaidi. Moyo wa msafiri kama wewe hautapotea. Utaelekeza mahali sahihi. Shao tabasamu kwa mbali, alikuwa ameelewa alichokuwa nakimaanisha Feri. Usiku uliendelea huku farasi wakiendelea kuvuta gari kwa mwendo kasi, ila sio mkubwa sana. Yura alishia kucheka tu, hakumuelewa Feli kwa kuwa hakuhitaji kumzingatia zaidi. Hivi hiyo hela ya kupandia treni tunayo? Akauliza Shao. Maana sisi mabegi yetu yalikuwa na pesa na alipotea sijui hata wapi. Aliongeza Feri. Pesa zipo. Kule tulipo wale kisu cha upako, hata kama jambazi bila vya kazi naona alichukua pesa zao. Na uzuri pesa zote ni dui. Zinatumika popote pale ndani ya bara la Bua. Una akili sana Yuli, Feri alimsifia. Muda ukazidi kwenda kutokana na uchovu wa kutembea muda mrefu na mwendo wa gari hilo la farasi wa kubembeleza. Walijikuta wote wamelala. Uzuri nguo alizokuwa wamevaa zilikuwa ni nzito kutokana na mazingira kuwa ya baridi, hivyo hawakusumbuliwa sana na baridi zaidi ya kujikuta akiwa amelala usingizi mzito sana. Feri bila kujua alikuwa amejilaza kwenye bega la Yuli, huku Shao ndo akiwa kajilaza mapajani mwa Yuli bila hata kujua. Wote walikuwa wamelala kabisa. Walikuja kushtuka farasi wakipiga kelele, ndipo nao waliposhtuka wote walishangaa kuwa wamemlalia Yuli wote. Kwa haraka walijitoa huku wakiwa na aibu. Farasi wanaashiria tumefika bwawani tukaoge, alisema Yuri. Wote walishuka kwenye gari hilo wakibeba mabegi yao. Kwa bahati bwawani hapo palikuwa pana mabango ya kuelekeza sehemu ya kuoga wanawake na sehemu ya kuoga wanaume. Yule akaenda upande wa wanaume, hakukuwa na mtu yoyote yule zaidi yake. Katikati ya bwawa kuligawanyishwa na miti mingi ambayo ilikuwa imewekwa kama mpaka kati ya sehemu ya wanawake na wanaume. Yule alipiga mswaki na kuanza kuoga taratibu, huku Shao na Feli wakipiga mswaki, wakafua na baadhi ya nguo zao za kike na kuanza kuoga taratibu. Walikuwa kwa peke yao upande huo. Mama tunakufa! Kelele zikasikia kwenye masikio ya Yuli, zilikuwa ni kelele za Feri na Shao. Yuri moyo alipiga kwa nguvu, alipatwa na hofu ya ajabu sana. Bila kujiuliza mara mbili akavaa boxer tu na kuchomoka kwenye maji na kukimbilia upande huo zilipokuwa zimetokea kelele. Alikuta kina Feli akiwa anahangaika kutoka kwenye maji. Yuli alijirusha na wote walimkumbatia. Vipi, kuna nini? Yuli aliuliza kwa hofu huku akiwa na hema juu. Mamba yule pale, alisema Feli aliyekuwa amejibanza kabisa kwa ubavuni mwa Yuli, huku Shao akimkumbatia Yuli kwa nyuma. Yuli alimtazama huyo mamba kwa sekunde kadhaa kisha ilibidi acheke tu. Lile gogo ndo mamba? Akauliza Yuli. Gogo? Wakauliza wote kwa pamoja. Yuli alijitoa kwa wanawake hao, akasogea mpaka kwenye gogo hilo na kulinua juu. Ni gogo yenyewe mnavuta bangi? Fendo alisema mamba. Ni kweli niliona kama mamba.
Yuli alishia kutabasamu na muda huo ndio alifanikiwa kumtizama Feri na Shao. Feri aliyekuwa kwenye mtandio mwepesi na ndani hakuwa na kitu kingine chote kile. Shao alikuwa yupo kwenye blazia na bikini. Ilikuwa ni kamzozo kazito sana kwa Yuli. Shao na Feri nao walijishtukia na kuanza kujificha. Shao alizama kwenye maji akabakiza kichwa tu. Feri naye akafanya hivyo. Yuli hakutia neno, alipiga hatua zake kuondoka, ila macho ya shetani ni hatari. Feri na Shao wote walitazama sehemu ya mbele ya Yuli. Walijikuta akiwa na tamani kushangaa kwa sauti, maana tango lilikuwa limejichola kwenye boxer. Lilikuwa ni kama la watu watatu kumbe ni la mmoja. Ukizingatia alikuwa limeona mili ya kuvuta hisia, basi lilikuwa limeanza kututumka. Yuli alirudi zake kuendelea kuoga, wakina Shao nao walioga taratibu ili kusubiri nguo zikauke. Dakika 30 baadaye walikuwa wamemaliza kila kitu. Walifua kakamongo zao na kuzitia kwenye mabegi, kisha safari iliendelea. Kwenye vichwa vya Feri na Shao walikuwa wanakumbuka mtuno wa tango mbele ya boksi ya Yuri. Kipindi Yuli yake amepotezea kabisa, hakutaka hata kuwaza kuhusu alivyowaona wakina Shao. Dakika 20 tayari walikuwa wamefika mjini, kisha baada ya kushuka kwenye gari lile, safari waligeuza na kuondoka zao. Yaani farasi wanarudi wenyewe kwa wazee kule na watoto. Mjini hapo kulikuwa kuna watu wengi, mishemishe nyingi sana. Ila uzuri kituo cha treni kilikuwa kinaonekanika tu hakipo mbali. Wakina Shao walikuwa wanajiamini sana, maana kuanzia hapo walikuwa wanataka kuigiza kama wake halali wa Yuri. Wakina Shao walikuwa wajiamini sana, maana kuanzia hapo walitaka kuigiza kama wake halali wa Yuri. Walijiona kama watagundulika kwamba wanaigiza. Hao mavazi uliovaa, hasa hizo bangili na hiyo vicheni miguuni, kwa desturi za watu wa huku vinaashiria nyeni wake halali wa ndoa. Kwa hiyo msiwe na hofu, hakuna atakaye hisi kwamba ni maigizo. Yuli aliwaambia Feri na Shao baada ya kugundua wako na wasiwasi. Sawa, walijibu. Halafu majina tunayotumia, Feri utaitwa Feriha, halafu Shao Shamila. Ili tusahau majina yao feki, ndio maana hayako mbali na herufi za majina yetu. Una akili Yuli, you are genius. Shao alimpongeza Yuli. Mama yetu ni noma, alisema Feri. Nyeni mandazi kweli yani. Kujiongeza mwezi wala nini? Ferisha kuwa Feriha na Shauni kuwa Shamila, hamoni tunagundulika haraka wakitufuatilia? Maana majina yanaendana nayo. Ni kweli. Ni kweli. Ila Yuri si ni mandazi jamani, akalalamika Shao. Ni bora hata useme kwamba umetuchoka bwana. Kosi tunamegwa, tunatafunwa, tunaliwa, si ndio? Aliuliza Feri huko akiwa anacheka. Shao utaitwa Aisha Hamza Toswe. Feri utaitwa Nasra Ismaili Dembea. Sawa, Yuli, ila sisi sio mandazi. Vipi, mna njaa? Njaa tunayo mume, ila chakula kipo kwenye begi, alijibu Ferisha na kumfanya Yuri acheke kidogo. Alimtazama usoni ambapo Feri alihisi aibu kidogo. Chakula cha kwenye begi tutakula tukiwa tuko sehemu ambayo hatuwezi kupata chakula, ila kwa sasa hivi tunanunua. Na ndani ya mji chakula rahisi kula ambacho mtakiweza ni chips tu. Sawa, tutakula hizo. Tutaenda kununua kwenye treni. Kwanza kwenye treni vyakula vipo vya aina mbalimbali. Vya mataifa mbalimbali. Nimekumbuka. Sawa mume wangu, aliitikia Shao. Jina la mume lilikuwa linampa tabu Yuli, ila ilimbidi ajikaze tu. Sasa kingine, msiongee sana, kwa sababu ya rafudhi zenu sio za hapa na ndaisi kugundulika kama tunafuatiliwa. Ndani ya treni muongee tu, kwa sababu wasafiri wa nchi tofauti ni wengi, ila msiongee mkajisahau kama nyinyi nani. Sawa mume. Shao alikuwa amekumbatia mkono wa Yuli upande wa kulia, huku Feri naye akiwa amekumbatia mkono wa Yuli upande wa kushoto. Ni kama mume na wekeze wawili kweli. Ilikuwa inampa shida kidogo Yuli, kwa sababu maziwa ya rembo hao yalikuwa yanagusa kwenye mikono yake. Walimbebea vitu taratibu na kuingia hadi kwenye kituo cha treni ambacho kilikuwa na watu wengi sana. Zoezi la kuigiza kuwa wake Yuri sasa lilionekanika kuzoeleka haraka kwa warembo hao. Walifika hadi pa kukatia tiketi. Walikata tiketi kwa majina bandia. Shao akiwa ni Asha Hamza Toswe na Feri akiwa ni Nasra Ismail Dembea. Hawakuhisiwa kwamba walikuwa ni feki, kwa sababu ya mji huo walikuwa naamini sana watu ambao wako kwenye ndoa, hasa ndoa za mitala. Kwa bahati treni lilibakiza dakika 15 tu ili kuondoka. Taratibu walikuwa wameanza kulifuata treni wakiwa na matumaini ya kuacha mji huo na kuingia katika mji mwingine, wakizidi kusogeza safari ya kuifuata Sayadi. Nyie simameni hapo. Sauti nzito ya kiume iliwataka Yuri na wenzake wasimame. Yuri na kina Shao ni kama hawakuelewa kama walikuwa wamesimamishwa wao, wakaendelea kutembea taratibu.
"Nyewe wanandoa, nimesema simameni." Sauti karudia kwa msisitizo. Yule kamgeukia na akina Shau nao waligeuka wakiwa wamesimama. Walimuona mwanaume mtu mzima hivi ambaye alikuwa yupo kwenye sare za walinzi wa kituo hicho, ila alionekanika ana cheo zaidi ya wengine. Mwanaume huyo aliwasogelea akiwa na sura kavu sana, hakuonesha uso wa urafiki. Shau na Feli walianza kutetemeka kwa hofu. Mwanaume huyo alikuwa na sura ngumu ya kazi na hacheki. Alifika walipo Yuli na wanawake zake. Yuli aliwavuta vizuri Shau na Feli kwenye mwili wake ili kuwapunguzia hofu, mambo yasije kuharibika. Ikawa hivyo. Ajabu ni kwamba kweli ukaribu zaidi wa Yuli ulikuwa ni tiba ya hofu kwa warembo hao. Mimi ni Mr. Kemo, afisa usalama mkuu wa kituo hiki. Hatuwaruhusu watu kupita kiholela. Majirani moja kwa moja alitoa amri mwanaume huyo. Feri na Shau japo walishatuliza hofu, ila ukali wa Mr. Kemo walitetemeka kwa ndani. Hofu ikawavaa. Majasho baridi yalikuwa yameanza kubujika. Lakini Yuri alingangania utulivu wake, akawavuta wake zake karibu zaidi. Aliwakumbatia ubavuni na kuwekea mikono kwenye mikono yao. Akawaambia chini chini, "Tulieni, msiogope. Nipo hapa." Kisha akatazama macho kwa macho na Mr. Kemo. Alijaribu kumsoma kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, "Huyu ni Nasra Ismail Dembea, mke wangu wa kwanza. Na huyu hapa ni Aisha Hamza Toso, mke wangu wa pili." Mr. Kemo alisogea hatua 3 mbele, kabana midomo. "Kila mtu ataje jina lake mwenyewe." Yule akatabasamu kidogo kwa kujiamini, kisha akasema, "Samahani, lakini hao ni wake zangu mimi. Mamlaka yao yapo chini yangu. Kuwalazimisha kujieleza mbele ya mwanaume sio utamaduni wa ndoa yetu. Nikiwafanya hivyo mbele yako, basi unanifanya mimi kwa mwanaume dhaifu." Mr. Kemo alitabasamu kwa dharau. "Kwa hiyo unaniambia uongo kwa jina la mila?" Asikutegemea afisa mkuu wa usalama kuingilia heshima ya ndoa. Kama utaki kuona tunavuka ni sawa, lakini kudharau misingi ya heshima ya kifamilia mbele ya wake zangu, huo sio usalama, ni fedheha." Yuri alijibu kwa sauti ya unyofu na busara. Mr. Kemo alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, akamwangalia Yuli kwa macho makali akitafuta doa la uongo usoni mwake, lakini hakuliona. Akabadili gia maswali. "Unaenda wapi? Unafanya kazi gani? Nini shughuli yako hasa?" Maswali ya haraka na ya mitego. Lakini Yuli hakuteteleka. Kwa kila swali alikuwa amejibu kwa ukweli wa kubuni uliojaa mantiki, umahiri na busara, akitumia rafudhi ya mji huo wa Kodona iliyoeleweka vizuri sana. Kila jibu lilikuwa la kuvutia, sio tu kwa usahihi bali pia kwa jinsi lilivyokuwa limeonesha mtu wa elimu, ujasiri na heshima. Mr. Kemo alicheka ghafla kwa mara ya kwanza. Askari wake wakageuka na kushangaa, kwani haikuwa kawaida kwake kucheka. "Huyu kijana mwendawazimu wa daraja la kifarume," akasema kwa kiona tabasamu. "Lakini nimekupenda. Kwa akili kama hizo, hata kama ni gaidi, ni vigumu sana kukamatwa." Yuri naye alitabasamu kwa nidhamu. Mr. Kemo akawaruhusu wapite. "Hayaona ito nani mwenyewe?" "Naitwa Jarafa Mabio Sekuseku." Mr. Kemo alizidi kutabasamu, kisha akaongea kwa lugha ya kabila la Waivu, kabila ambalo lina asili ya majina aliyoyataja Yuri. "Ndinu Banjaranji," akimaanisha umetokea huko gani? "Banjara Sekuseku," akimaanisha kwamba ukoo wa Sekuseku. Akaendelea kuongea kwa kilugha akimwambia kwamba ngoma yenu inaitwaje na mnapiga mpigo gani. Jamaa akamjibu kwa kilugha, "Ngoma yetu inaitwa Zuba. Tunaipiga midundo ya Zuba cheche. Chifu wetu ni Makakala." Jamaa akaendelea kumpiga kilugha akamwambia kwamba, "Hongera sana. Umeoa wake wawili ukiwa na umri mdogo sana. Huko wenu wanaume huaga wanachelewa sana kuoa." Shau na Feli walikuwa wamezidi kushangaa tu, hofu zikiwa zimeisha, ila walibaki na mshangao. Ni kwa mara nyingine wanamshuhudia yule akizungumza lugha ambayo wao hawajaijua kabisa, kwamba anaongea kama lugha yake anayoitumia kila siku. "Mnaelekea wapi?" akauliza Mr. Kemo kwa lugha hiyo hiyo, ila alikuwa ametumia maneno nyeti zaidi. Yule alimuelewa. "Tunaenda Kibaza." "Sawa. Kwa treni ya kawaida Kibaza ni masaa 8, ila treni ya umeme ni masaa 2 tu. Kwa hiyo nitawapandisha ya umeme, tena VIP," alisema Mr. Kemo. "Kwa nini unifanyie ukarimu kiasi hicho? Nimependa ujasiri wako. Kwa miaka mingi sijapata kuona mtu ambaye nimezungumza naye akanyoka kama wewe. Pia nimependa uthubutu wako wa kuoa wake wawili kwenye umri mdogo kama huo. Sidhani kama umefika hata miaka 26. Ni kweli sijafika." Mr. Kemo alifanya mipango yote na kuhamishia Yuri na wakina Shau kwenye treni ya umeme ambayo ilikuwa inatoka saa 1 baadaye. Aliwapeleka yeye mwenyewe kwenye behewa la VIP. Mhudumu mmoja aliwapokea na kuwakaribisha kwenye siti zao ambazo zilikuwa ni 3 za pamoja. Cha kwanza kabisa Shau na Feli waliagizia chakula. "Asa kijana wangu Jarafa, naomba tushuke tuzungumze kidogo mambo nyeti." Shau na Feli waliingiwa na hofu kuona Mr. Kemo anamtaka Yuli atoke naye. Yuli alimtazama Mr. Kemo kwa sekunde kadhaa usoni.
narudi, acha nikazungumze na mzee wangu mara moja. Yuli aliwaga wake zake. Twende wote, Shauna Feri alisema kwa pamoja huku akiwa ananyanyuka. Hebu tulia hapo, mletee chakula mle. Huo ndio Moyo wa Msafiri. Msikilizaji, tunaendelea kutrend na simulizi yetu tukiwa tuko katika sehemu ya pili ya simulizi, tunaendelea kusonga nayo. Mume wangu, unamwamini huyo mbaba wa madevu kama dekio la chooni? Feli alimuuliza Yuri. Mr. Kemo mwenye ilimbidi acheke kwanza. Acha upuzi, kuwakejeli watu. Alafu si unanijua vizuri kazi zangu chafwe. Mzibue akikuzingua. Yule alitoka na Mr. Kemo akaenda kwenye eneo la karakana ambako hakukuwa na watu zaidi ya wao tu. Eneo ambalo lilikuwa na mabehewa ya zamani ya treni ambayo hayatumiki. Mr. Kemo alimtazama kila sehemu kwa makini kuona kama hakuna mtu mwingine alijakisha wako wenyewe. Waliingia kwenye behewa moja, walikaa kwenye viti vya kutazamana na kati yao kulikuwa kuna meza. Mr. Kemo alikuwa na mfuko fulani hivi mdogo alikuwa ameweka mezani na kutoa chupa 7 zilizokuwa zinaonekanika kuwa na maji ya rangi tofauti tofauti. Mr. Kemo kumtazama Yuri usoni akiwa serious kidogo, ila uso ulikuwa ni wa kirafiki. Yuri ni Obafemi, alisema Mr. Kemo. Yuri akashtuka kidogo na kumkazia macho Mr. Kemo, ila kabla hajauliza Mr. Kemo akaendelea. Maswali yale yote nilikuuliza ilikuwa na pimo ujasiri wako, ila nimeona zaidi ya ujasiri. Una akili kubwa na upewa haraka sana. Ulikuwa unanijua? Yes, mimi ni mtoto wa kwanza mzee Mbindu. Yuri alitazama vizuri sana sura ya Mr. Kemo. Ni kweli alikuwa na uwiano na sura mzee Mbindu na Ivombo. Ujue moyo safi wa Msafiri usababisha kwenye safari yake apitie kwenye mikono ya watu muhimu sana watakaoongeza kitu kwenye safari yake. Labda nikupe tu maelezo mafupi ambayo yanajenga uhusiano na sehemu kadhaa ulizopita na haikupangwa, ila zimekuwa ni kutokana na moyo wako uliokuwa umejijengea kwa wema. Ukiachana na mimi kuwa mtoto wa mzee Mbindo na mtu wa kabila la Muduza, mimi pia ni mwanafunzi wa mzee Ajani yule wafaja. Ila wewe ni mwanafunzi wa wazee wote wawili. Umepata bahati kubwa sana. Yule mzee Ajawa uliyekutana naye kule mashambani, yule ni mwalimu wa 3 baada ya mzee Ajani. Mzee Kwesi anamfuata yule mzee Ajawa. Ni kweli nilikuwa naona umakini wake na mambo yake alivyokuwa anafanya kwa ufanisi, alisema Yuri kwa sauti ya ungamuzi. Yes, sasa hao wazee wote ni Nasuri na mimi ni Nasuri, ambao anafanya kuongeza ujasiri na kuondoa hofu. Sio hivyo tu, yale maji yanaingiza nguvu za Nasuri kwenye mwili wako. Na sisi lengo letu kukufanya wewe uwe Nasuri kutokana na moyo wako wenye asili ya ulinzi na utetezi, kwa sababu Nasuri ni utetezi na ulinzi. Subiri, unataka kuniambia kuanzia mzee Ajani, Kwesi, Hajawa na wewe wote mnafahamiana? Ndio Yuri, hao wote ni walimu wangu, ila Kwesi hajawahi kunifundisha. Kwa hiyo hata watu wa Muduza wanafahamiana nao wazee? Ndio, na ndio maana wewe ulijuana nao Faja, japo walikuwa wamefanya kama wewe ndiye ambaye umewakutanisha na wakina mzee Ajani. Ila ukweli ni kwamba walikuwa wanajuana muda sana. Muduza nao ni Nasuri? Hapana, Muduza sio Nasuri. Ila Ivombo naye anapambana kukizi vigezo ili awe Nasuri. Ila ana shida ya hofu ambayo hata akinywa yale maji bado anabaki kuwa na hofu vile vile. Sasa Nasuri si mpaka wa kuchagua wenyewe kutokana na moyo wa mhusika? Yule kauliza kwa udadisi akiwa makini sana kusikiliza. Iko hivi, kuna aina 3 za Nasuri. Nasuri wa kuchaguliwa kutokana na moyo wao. Namba 1, Nasuri wa kurisi. Hawa Nasuri wa kulisi ni kama Sufiani na Ushadi, Mabangi Raksi, kadhali. Hao wanatoka kwenye kizazi cha Nasuri na waliweza kurisi nguvu bila hata kujalisha kama mioyo yao kama mizuri au mibaya. Na nguvu zao zinatofautiana ubora, japo pia sio lazima warithi wote. Namba 2 ni Nasuri wa kuomba. Mtu mhusika anaenda kuomba au kuombewa awe Nasuri. Viongozi wa Nasuri sasa wanakuwa wanatazama moyo wa mtu huyo na lengo lake hasa, kama anaweza kuwa mtetezi wa watu au mlinzi au vipi. Hapo ndipo unampata Sadata babake Nasufi, ambaye aliombewa na watu wake wa karibu awe Nasuri, kisha akaja kumuombea mzee Haji babake na Shadi. Ni hivyo pia mzee Jumanne Simba aliombea kizazi chake kipate watu Nasuri. Hapo anapatikanika Habibu na Husna ambao waliombewa na baba yao. Namba 3 ni Nasuri ambao wanapendezwa na Nasuri. Yaani mimi Nasuri. Namba 3 ni Nasuri ambao wanapendekezwa na Nasuri. Yaani mimi Nasuri na kupendekeza wewe Nasuri. Na kama Sufi alivyokuwa amempendekeza Mwinyi awe Nasuri, au Shadi alivyompendekeza Kani awe Nasuri, kadhali alivyompendekeza Haji na Kidali. Ndio sisi pia
tunakupendekeza uwe na suri. Kwa hiyo mnataka kusema mimi nina vigezo vya kuwa na suri? Ndio, tena vigezo vikubwa kabisa. Ila labda hujapata bahati ya kuonekanika na jicho la watu wana suri. Kwa hiyo kwa kuwa tayari una nguvu, huhitaji kambi za nasuli, ila unahitaji nguvu za ndani ya kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Napataje hizo nguvu? Zinaanza kujenga kupitia maji uliyokunywa kwa mzee Hajawa, na maji haya kwenye chupa hizi 7. Ila zaidi kunahitajika utayari wako na kutokuwa na hofu. Niko tayari. Yuli alionyesha anahitaji kuwa na suri. Mr. Kemo alikuwa ameanza kumueleza Yuri kuhusu chupa hizo 7. Hii ya kwanza inaitwa Kinara. Kazi yake upeo wa hekima na maamuzi ya busara hata katikati ya machafuko. Matumizi yake, kunywa chupa yote iishe kabla ya masaa 24. Yaani kama ukianza kunywa kidogo, basi hakikisha kwamba kabla ya masaa 24 kuisha uwe umemaliza. Ila unaweza kunywa yote kwa wakati mmoja, ila ni machungu sana, na ndio maana watu hunywa taratibu. Utakapozungumza watu watakusikia zaidi ya sauti yako. Hii ya pili, Baraza. Hii hapa inakuchagulia uwezo fulani wa kipekee, hivyo haijulikani utakuwa na uwezo gani wa kipekee. Hii ya 3, Nuru ya Giza. Rangi nyeusi yenye mng'ao wa chuma. Nguvu zake, uwezo wa kuona gizani, mbele ya hatari au hila za maadui. Ya 4, Nusu Maafa. Rangi nyekundu kama damu ya moyo. Nguvu, uponyaji wa haraka wa majeraha makubwa. Ya 5, Pumzi ya Nasuri Lang. Fedha inayotetemeka kama upepo. Nguvu, kasi ya ajabu, mikato ya ghafla, ujanja wa vita. Wataona kivuli chako tu kama ndoto ya mchana. Ya 6, Milango ya Nyuma. Rangi dhahabu nyeusi. Nguvu, kufungua vilivyofungwa, sio tu milango bali milango ya hatima, nyoyo na siri. Ya 7, Kivuli cha Nasuri. Rangi nyeusi yenye mng'ao wa nyota. Nguvu, kukuficha kwa viumbe wote, mitambo na hata macho ya roho. Mr. Kemo alimkabidhi Yuri chupa hizo zote 7 kisha kaendelea. Zote ukianza kunywa zishe ndani ya masaa 24. Ila sio lazima unywe siku moja. Pia sio lazima kila chupa ifanye kazi nguvu zake. Unaweza ukanywa zote hizo ila ikakubali moja tu, au 2 au 3 au zote kulingana na bahati yako. Pia inatakiwa imani yako iwe kwa Mungu, kwa sababu kila nguvu hapo ni ya kimungu, wala wako mwenyewe, ila ni Mungu. Nimekuelewa. Dakika 10 baadaye Yuli alikuwa yupo kwenye treni behewa la VIP akiwa katikati ya Shau na Feli ambao walimisi sana. Wakiwa na hofu kwa dakika 40 alizokuwa ametumia Yuli kuzungumza na Mr. Kemo. Mimi nikajua umetekwa eti, alisema Feli kwa sauti ya deko kidogo. Nani wa kuniteka sasa? Yuli, mimi nilikumisi kweli yani, alisema Shau kwa ikono anakumbatia mkono wa Yuli. Ndio nisharudi tayari. Feli akamtazama Shau kwa mshangao kidogo, ila alipotezea japo alikuwa na hisi hivyo fulani hivi kwenye moyo wake. Hakula chakula tumekuagizia muda tu, Feli alimwambia Yuli. Yuli alianza kula muda ambao treni hilo linaloenda kwa kasi likiwa linaanza safari yake. Yuli baada ya kula chakula chake alichukua chupa 3 na kuzinywa zote kwa zamu na kwa mkupuo mmoja tu. Japo zilikuwa chungu sana, alikunja sura. Ni nini hizo? Dawa au? Aliuliza Feli kwa anakunja sura akiuhisi uchungu anaopitia Yuli. Ngoja nipumzike kwanza. Yuli hakujibu zaidi ya kujilaza tu kwenye siti ambayo alilaza kidogo akiwa comfortable kulala. Dawa ilianza kufanya kazi mwilini. Alikuwa anaisikia Yuli ilimfanya apate usingizi mzito sana. Shau na Feli walikuwa wako busy na TV ambayo ilikuwa mbele ya siti zao. Wana muda hawajapata kutazama muziki na vitu kama movie, hivyo walitumia muda huo ndani ya treni. Yuri alijikuta yuko ndani ya behewa la treni, ila lilikuwa ni tofauti kabisa. Hakukuwa na sauti ya mabehewa, hakukuwa na abiria. Hali ya giza ilikuwa ni nzito. Taa za behewa zilikuwa zikiwaka rangi nyekundu hafifu, kana kwamba damu ilikuwa inaruka ndani ya glasi. Yuli alikuwa ameketi kwenye kiti kile kile kati ya Shau na Feli, lakini macho yalikuwa wazi. Walikuwa kimtizama, walikuwa wanalia kimya, lakini machozi yao yalikuwa yanatembea kwa kasi kana kwamba walikuwa wanamlia kabla ya kufa. Alipotaka kusema kitu, ghafla taa zote zikazimika, behewa likazama kwenye giza totoro. Kisha mlango wa behewa ukawa umefungwa kwa kishindo. Watu wawili walikuwa wamevaa mavazi meusi yenye manyoya meupe walisimama mlangoni. Nyuso zao zilikuwa zimefunikwa kwa barakoa za mifupa ya ndege. Macho yao yalitoa mng'aro wa kijani wa ajabu. Mikononi walikuwa na visu virefu vilivyotengenezwa kwa metali nyeusi iliyong'aa kama iliyo hai. Walikaribia polepole, hatua kwa hatua pasipo hata sauti. Yule alijaribu kusimama, hakuweza. Mwili wake ulikuwa umehisi uzito kama vile umefungwa minyororo isiyoonekana. Shau aligeuka na kumtizama Yule na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye maumivu,
hujatuambia ukweli. Feri naye akaongeza, umebeba mioyo miwili lakini huna hata nafasi moja. Yuli alitamani kulia lakini sauti haikutoka. Alipoangalia mbele, wale watu wawili walikuwa wamesimama mbele ya Shau na Feli. Kwa haraka ya ajabu, mmoja akainua kisu chake juu juu. Taa zikawaka tena, jicho la Yuli likawa limemtazama Shau alikuwa amenyolewa kwa nyele, akipiga ukelele wa kutisha sana. Yuri! Kisu kikashuka kwenye shingo ya Shau, damu ikamrukia usoni Yuli. Akapiga kelele, hapana! Lakini kabla hajajua kinachoendelea, mwingine alimvuta Feli kwa nguvu kutoka kwenye kiti, akamwangalia Yuli usoni huku machozi yakanamtiririka. Ningeweza kukupenda kama ungeamua. Kisu kilipasua koo lake, akadondokea mbele ya miguu ya Yuli. Yuli alalamika kama aliyekuwa amepoteza akili, akajaribu kusimama lakini viti vilikuwa vimejigeuza kama minyororo, vimefungwa kwenye miguu yake. Wale watu wawili walimkaribia naye. Asa ni zamu yako, msafiri wa mioyo miwili. Akapiga kelele kubwa, hapana! Yule alishtuka kutoka kwenye ndoto hiyo ya kutisha, jasho likamtoka mwilini, macho yake yakawa mekundu kwa hofu. Alitazama huku na kule, aliwaona Shau na Feli wakiwa wanamshangaa. Shau akiwa kasimama anaweka mabegi vizuri. Vipi Yuli, mbona hivyo? Akauliza Shau. Umeota au? Feli alimuuliza Yuli huku akiwa anamfuta jasho usoni kwa mtandio wake. Yuli alisha pumzi ndefu baada ya kugundua kumbe ilikuwa ni ndoto tu. Tupo wapi? Yuli akauliza akijaribu kutazama dirishani. Tumefika Kibaza, alijibu Shau. Hapo atondokeni. Kama kawaida aliigiza kama vile mume na wake zake wawili walitembea kimahaba, Feri na Shau wakiwa bavuni mwa Yuli wamekumbatia mikono yake. Ilibaki hatua chache wafike kwenye mlango mkuu kutoka nje ya station hiyo ya treni. Hey, simameni. Yuli na wake zake wakasimama kwa utulivu, huku Shau na Feri safari hii wakijitahidi sana kutokuonesha hofu, japo ili wavaa kwa ndani. Askari 6 wa kike 3 wa kiume. Askari 6 wa kike 3 wa kiume 3 ndio waliwasimamisha. Tuna maswali machache dhidi yenu, kisha tunaweza kuacha muende au mkaondoka na sisi kwa mahojiano zaidi. Askari mmoja wa kiume aliongea huku akiwa anawatazama wote kwa umakini mkubwa, na wenzake nao walikuwa wanawatazama wakina Yuli kwa umakini, wakiwa wameweka katikati. Sawa, alijibu Yuli bila hata chembe ya hofu. Bila shaka nyinyi wanandoa Akauliza askari huyo ambaye alikuonekanika kuwa ndiye kiongozi wa kikosi. Ndio, jina lako, mume na wake wako? Tuko na haki ya kuhoji ingawa ni abiria wa treni. Hapo Feli akatetemeka, lakini Yuli akasimama tayari, macho yake yakitazamana na macho ya askari mbele yake. Nasira Ismail Dembea, mke wangu mkubwa. Aisha Hamza Toso, mke wangu mdogo. Na mimi ni Jarafa Mabio Sekuseku. Askari alitazamana kidogo, kisha askari yule akaendelea. Tunataka kuwakagua kwa undani zaidi. Wake zako watakaguliwa na askari wa kike bafuni, na wewe utakaguliwa na askari wa kiume. Yuli akawatazama askari hao, kisha akarudisha kumbukumbu kwamba walisema wataulizwa maswali kisha watajua kama waondoke nao au waache waende. Sasa hivi wanasema kuwakagua bafuni. Yule akatazama bango lilokuwa liko upande wa kushoto juu ya mlango mkubwa. Maneno makubwa yalikuwa yanasomeka toilet WC bano. Akatabasamu kidogo kisha akakubaliana na askari hao. Sawa. Kichwani alikuwa amepiga hesabu sana. Alikadiria mabafu yalivyo japo hayana nafasi ya bafuni katikati ya ukumbi wa watu wengi. Vyoo vya wanawake na vyoo vya wanaume vilikuwa vimewekwa upande wa mlango mmoja. Ukuta wa vyoo vya wanawake uko upande wa kushoto wa bango. Hesabu hizo zinapigwa msikilizaji. Ukuta wa vyoo vya wanaume upande wa kulia. Bafu litakalokuwa liko wazi linakuwa liko upande wa kati, likiwa na milango ya upande ambao hautokuwa wazi, labda mlango wa ndani wa mwanaume na mwanamke upo karibu. Hesabu zake mwenyewe kuzielewa ni kama dawa zake zilikuwa zinachanganya ubongo na kutumia akili kubwa kuliko uwezo wake wa ubongo kwa muda huo. Wanaofikiria kuwa wanapaswa kukagua wake za watu watafanya hivyo popote, haki ya kudhibitisha mizizi ya uso. Lakini kwa mkabari kabisa tu, lakini kwa kuchagua chumba cha bafuni kuna uwezekaniko mkubwa kwamba wanataka kutuliza huko, itakuwa ni halali ndani ya mfumo wa uongo. Na hawatakuwa na ushahidi wa kuonewa kama wachafu. Watu wengi watakuwa hawajaona humo kwa macho, na vile vile mashabiki wa kudhibitisha utambulisho hawatakuwa nazo kamera. Hivyo napiga hesabu gani? Yule akapiga hesabu kali, ila yeye mwenyewe hakuzielewa. Yule alikubali kukaguliwa na askari hao, ila kwa macho yake aligundua madhaifu fulani viko askari hao na kujua kuwa ni askari bandia. Taratibu askari wote wakaongozana nao, wale wa kike wakiwaongoza wa Shau na Feri, huku wale wa kiume wakiwaongoza Yuri, na Yuli alikuwa makini sana. Kosa kubwa alilofanya
walisimamisha huduma ya vyoo na mabafu kwa muda ili wamalize zoezi lao. Yule alitabasamu kimya kimya baada ya kugundua upande huo wa mabafu na vyoo hauna kabisa kamera. Yule aliposogea upande wa wanaume, aliwapigia hesabu askari hao uwezo wao kwa kuwakadiria tu miili yao. Askari wawili wa kiume walikuwa kwa nyuma yake na mmoja alikuwa alijifanya kuwa mbele yake. Walikuwa na sura ngumu, miili ya mazoezi, lakini macho yao hayakuwa ya askari halisi, yalikuwa ni ya tamaa, jazba na ukatili. Mmoja alimsogelea yule akisema, "Punguza vazi lako tuanze ukaguzi." Lakini kabla hajamaliza sentensi, yule tayari alikuwa ameshatoa kiatu chake cha kushoto. Kisigino cha kiatu kilikuwa kimemgonga usoni, mdomo kavunjika, damu ikamwagika. Kabla wa pili hajachukua hatua, yule aligeuka kwa mzunguko wa ajabu, akamtwanga teke la kisigino la kurudi nyuma, likamgonga kifuani, kaburutwa hadi akagonga ukuta wa bafuni. Watatu alijaribu kutoa bastola, kosa kubwa. Yule alirusha taulo lililokuwa lipo karibu, likamgonga mkono na kumchanganya sekunde 2 tu, sekunde ambazo zilitosha kabisa. Yule aliruka kama simba, mkono wake wa kushoto ukamkamata kooni na kulia ukampiga ngumi ya kifundo cha kidole kwenye paji la uso. Mlio mkali ukasikika kama siku pasuka. Mtu huyo akaanguka chini kama gunia. Bila kupumzika, yule akaondoka kwenda haraka upande wa pili wa vyoo vya wanawake. Mbele yake kulikuwa kuna mlango mdogo uliofungwa nusu. Aligonga kwa mguu, mlango ukafunguka ghafla. Askari wawili wa kike waliokuwa karibu na Shau na watatu akiwa anamkabili Feri na Shau walikuwa wameduaa wakisogea nyuma kwa hofu, miguu ikitetemeka. Mmoja wa askari wa kike alikuwa anajaribu kumzonga Feri kwa kauli ya ukali, "Usiposema ukweli tutaku." Yule alusha sabuni nzito iliyokuwa kwenye sinki, kagonga jicho la askari yule kwa nguvu ya ajabu sana. Akapiga yowe, akashika jicho na kuanguka. Askari mwingine aligeuka kwa mshangao, lakini yule alikuwa tayari kashamfikia, kalusha pigo la kiganja kizito usoni, akapoteza mwelekeo. Kisha yule akapiga shingo kwa kidole gumba cha shahada sehemu ya fahamu ya neva za nyuma za sikio la askari huyo, akaanguka taratibu kama mti umekatwa. Yule wa mwisho alijaribu kukimbia, lakini yule aliluka ukutani, akajivuta juu kwa kutumia bomba la maji, kisha akaruka kama ngedele kutoka juu, miguu yote miwili ikiwa mbele. Akamshambulia kwa mguu wa nyuma ya shingo. Yule akatandaza mikono yake juu ya mashavu ya askari huyo, akabonyeza sehemu ndogo hivi za fahamu ambazo ni nadra sana kuguswa. Maono ya askari huyo yakaanza kufifia, kumbukumbu zikacheza na hakumbuki hata jina lake. Shau na Feri akabaki wakiwa wamesimama na mtizama yule kana kwamba ni mtu kutoka kwenye filamu za kijasusi. Miguu yao ilikuwa imeganda, lakini mioyo yao ilikuwa imejaa faraja. Yule akawasogeza haraka, akaonesha ishara ya kimya, kisha akafungua mlango wa dharura upande wa pili wa bafuni. Mlango mdogo ulikuwa unatumiwa na wahudumu wa usafi. Wakatoka humo kwa ustadi na utulivu kama kivuli kinavyoondoka usiku wa manane. Wakiwa nje, waliingia mtaa mwingine wa nyuma ya kituo, wakatembea polepole kama wasafiri wa kawaida. Hakuna aliyekuwa ameweza kutambua kwamba dakika chache tu zilizopita watu 6 waliodhaniwa askari walikuwa hoi, wakiwa hawajui walikuwa wakifanya nini au walikuwa ni nani. Yaani mapigo waliopigwa wote walipoteza kumbukumbu. Hakupigana tu, ile alikuwa anapigana kwa mahesabu tena ya kisayansi zaidi. Akili, mtu wangu. Japo kwenye hesabu zake akili ilikuwa inamgomea kutokana na hali ya mwili wake kupokea nguvu zile za dawa. Ile hesabu zote zilienda kama anavyotaka licha ya kuzipiga kimkanganyiko sana. Kama kawaida, yule alikuwa katikati ya wake zake hao ambao walikuwa na ubavuni mwake, wakijihisi salama sana. Hata kama wakikutana na kundi la simba 1000, basi wana hakika wa kubaki hai. Walitabasamu kwa pamoja. Hofu iliwaisha, wakatambua uwezo wa yule, ila mwanzo hofu yao ilikuwa ni ile ya kutenganishwa na mwanamume huyo. Ndio alikuwa amekosa uhakika kama yule angeweza kuwamaliza wale uliokuwa naye na kumalizana na wale waliokuwa wamewashika wao, na hawakujua njia gani yule angeweza kutumia kumaliza changamoto ile. Ila kwa sasa hivi wako salama. Yule mke wako akikuudhi, si unamua wewe? Feri alimuuliza yule wakiwa anatembea taratibu bila wasiwasi. Yule alikuwa anatembea huko akiwa anakumbuka maelekezo alikuwa ameyapata kwa watu wa Mudu za Mzembini na Ivombo. Alikuwa makini sana kutazama alama muhimu sana alizokuwa ameelekezwa ili kufika kwenye kituo cha mabasi, ila haikumzuia kumjibu Feri, "Wake zangu si ninyi hapa. Mbona niuzi mwanzo kwa dharau zako ila sikukuwa?" Hii ya uongo, alafu kipindi na kuudhi sikuwa mke wako. Mtu mbabe kwa wengine huaga ni mdhaifu sana kwa mpenzi wake. Ila hata majambazi wakiwa na pambana nao kwa sababu nikiwaacha watanizuru, ila sina amani kwa kumpiga mwanamke. Sina kumbukumbu kubwa sana ya miaka 10 iliyopita
ila nakumbuka babangu hajawahi hata kumsonya mamangu mbele za watu. Alafu maneno yako kama ya wizi hivi. Maplayboy ndio waga anakuwa na maneno mazuri kama wewe. Labda mimi ni playtoy. Shaweli alibaki kucheka tu akiwa msikilizaji wa mazungumzo ya wenzake. Mwendo uliendelea kimahaba. Watu wengi walikuwa na watizama wao, sio kuwatilia shaka, ila muonekano wao ulikuwa ni wa kuvutia sana watu wengi. Baada ya kona kadhaa za mitaa waliibukia katika stendi ya mabasi ya Kibanza. Kwenye stendi ya mabasi ya Kibanza yanakopatikana mabasi ya kwenda mikoani. Majira saa 6 mchana ndipo walifika stendi. Yule na wake zake waliingia kwenye kituo cha mabasi ambacho hakikuwa na shida. Walipita tena kuingia ndani, kisha maelekezo ya mabango walifuata eneo yanapopaki magari ya kwenda Chanze, Mikasa na Ngata. Makonda na mawakala mabasi waliwachangamkia sana kwa ukarimu wa kusafiri. Hivi blaza, inatoka hapa mpaka Kevya inapitia Chanze? Hii blaza inatoka hapa mpaka Kevya inapitia Chanze, Mikasa na Ngata. Jamaa mmoja akamwambia yule, inafika lini Ngata? Yule akauliza, kesho kaka. Ila kiukweli hii hapa hailali hoteli, kisimama hotelini ni kwa ajili ya kula tu, inatembea usiku mzima. Jamaa alimwelekeza yule. Yule alipenda hilo kwa sababu halina kulala njiani. Kwa hiyo ilikuwa ni afadhali. Alilipia nauli na kuchagua siti za nyuma kabisa ili akae na wake zake. Maana lilikuwa ni basi la siti 2 kila upande, ila nyuma lilikuwa lina siti 5. Hivyo alitaka kukaa na wake zake. Haina shida bro. Weka kae na mashemeji pale. Siti za kisasa kabisa, haziumizi mgongo. Dakika 5 baadaye walikuwa wamekaa kwenye siti za basi kama kawaida. Shaunafeli walimweka katikati mume wao. Dakika 30 baadaye safari ilianza. Safari ikiwa inaanza, kuna mwanaume mmoja aliingia akafikia hadi kwenye siti za mbele baada ya siti walizokuwa wamekaa kina Yuri. Mwanaume huyo alikuwa ameweka begi lake sehemu ya kuweka mizigo. Kisha alianza utata akimwambia mwanamke aliyekuwa amemkuta kwenye siti kwamba yeye anataka kukaa upande wa dirishani ambao kakaa huyo mwanamke. Mwanaume huyo alizua bonge la ugomvi. Nimekwambia nataka kukaa dirishani, si unielewa au mpaka nikutwange ndo utanielewa? Mwanaume alikuwa amefoka kwa hasira huko akiwa anamnyoshia kidole mwanamke ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti cha dirishani. Watu waliokuwa kwenye basi waligeuka na haraka kutazama. Mwanamke yule kwa dirishani mwenye sura ya aibu na uso wa huzuni alijaribu kujitetea kwa sauti ya chini, lakini mwanaume yule hakujali. Alinyanyuka akajifanya kwamba ana mamlaka ya dunia nzima. Akanyosha mkono wake wa kulia kana kwamba kweli atampiga. Shau aliyekuwa ameketi upande wa dirishani kwenye siti ya mwisho akamsogelea Yuli na kumnongoneza kwa sauti ya utulivu. Mwambie bwana aache fujo, aombe kwa maneno ya amani na sio kulazimisha kupigana. Yule akamtazama Shau kwa jicho la busara na upole, akatabasamu kwa upole. Kabla hajachukua hatua, mwanaume yule akamgeukia Shau na akasema kwa kejeli, sawa dada, kama kweli unaijua amani, nielekeze maana yake. Nikuelewe, nitakuwa kwanza kudumisha amani. Shau akajaribu kufungua mdomo, lakini alihisi macho ya abiria wote yakimtizama. Aibu ikamjaa usoni, akashindwa kusema hata neno moja. Mwanaume yule akachukua nafasi hiyo kujiinua zaidi, akaonyosha mkono wake kwa nguvu akikusudia kumpiga yule mwanamke dirishani. Lakini kabla mkono hujafika, yule akadaka mkono huo kwa nguvu, sio ya fujo bali ya mamlaka. Kisha bila kupaza sauti akasimama taratibu, akasema kwa sauti ya upole iliyojaa uzito wa busara, kaka, unajua maana ya amani ni nini? Mikono yake ilitemeka ndani ya mkono wa yule. Alijaribu kutoa mkono ule, lakini ilikuwa ni kama kadakwa na mashine hivi. Alishtuka akajiuliza, mkono wa binadamu au ni sokwe mkubwa kwa nguvu zake? Abiria wote wakanyamaza, macho ya kila mmoja akamgeukia yule. Hata dereva wa basi pia aliweka umakini kumsikiliza. Unajua, miji ya huku watu waga hawaingilii mambo ya watu ovyo ovyo. Amani kaka sio ukimya tu, sio kukosekana kwa fujo. Amani ni hali ya moyo, ni fahamu ya kutambua kwamba wengine pia ni binadamu kama wewe. Amani ni karama ya roho, kuanzia moyoni na hunena kwa matendo. Amani inaweza kununua moyo wa adui kwa upole, inaweza kuponya majeraha ya kale bila dawa. Akatulia sekunde chache, macho yake bado yanamtazama mwanaume yule, kisha akaendelea, unaweza kuwa na pesa, bunduki, nguvu au heshima, lakini kama huna amani, umefilisika. Amani inaweza kununua dunia nzima bila hata senti moja. Ni amani inayofanya mtu kulala mlango wazi. Ni amani inayofanya watoto kucheka bila hofu. Ni amani inayotufanya tusafiri pamoja kwenye basi hili bila hata kuchinjana. Ukimya ulishika basi lote, kila mmoja alikuwa anaguswa na nondo za Yuri.
Yule akaachia mkono yule mwanaume polepole, huku macho yake akiwa bado yamejaa utulivu, kisha akamaliza kwa kusema, leo hii ndugu yangu sio yule mwanamke uliyemnyoshia mkono. Leo hii ndugu yangu sio yule mwanamke ambaye uliyemnyoshia mkono atakayeamua kama wewe ni mwanaume wa kweli. Ni jinsi utakavyokumjithibitisha kwamba unaweza kuongoza hasira yako. Ukishinda hasira yako, umeshinda vita kuu. Basi lote lilikuwa limekaa kimya kama kaburi hadi sekunde kadhaa baadaye mzee mmoja aliyekaa mbele kabisa akapiga makofi, wengine wakaungana. Basi lote likalipuka kwa makofi ya nguvu. Wengine walikuwa wakipiga makofi kwenye viti wakimshangilia yule kama shujaa wa hekima. Yule mwanaume alianza kugonga tetemeka kidogo, akashusha macho yake chini akaomba msamaha kwa yule mwanamke. Kisha akarudi kwenye seti yake akiwa kimya kizito cha aibu. Mume wangu najua hadi kuliambukiza hekima basi zima, alisema Feri kwa utani kama kawaida yake. Hebu lala kwanza mke wangu. Hujachoka kwani? Asa mimi nalalaje bila hata kulalia kifua chako? Feri akadeka na kumfanya hadi Shau pia ashangae, mbona kama mke kweli? Watu wa karibu walibaki kutabasamu tu na wakiona penzi hilo kama movie ya Kihindi. Safari kaendelea, gari likizidi kwenda mwendo kasi kuikata miji. Yule alianza kukumbuka kuhusu ndoto ile ya kutisha. Kwenye ndoto aliona Shau na Feli wakimwambia kwamba kawaficha ukweli. Alijiuliza ni ukweli gani huo au ni ndoto tu. Aliamua kuachana kwanza na ile ndoto, akawa ameanza kuwaza kuhusu tukio la kituo cha treni. Alipiga hesabu kali sana kama vile alikuwa anajua kule kwenye vyopa livyo. Ndio nguvu za Nasuli au ni kitu gani? Aliwaza ili kupata majibu, aliamua kunywa tena maji yaliyokuwa yamebakia kwenye zile chupa, alikunywa yote. Huko akikunja sura yake, hali ambayo wakina Shau nao sura kama vile alikuwa anajua ni chungu kiasi gani huko kwenye maji aliyokuwa anakunywa. Halala sasa baada ya kunywa hizi dawa zako hizi. Halala sasa baada ya kunywa hizi dawa zako hizi. Kama ni za nguvu za kiume mimi sikupi baba, alisema Shau na kumfanya yule mwenyewe acheke kwanza. Ila wewe akili zako sio nzuri, alicheka Shau. Ni kweli yule hakuchukua hata dakika 10 alipitwa na usingizi mzito sana. Kwenye usingizi huo alichokiota ni kwa yuko na familia yake wakiwa na furaha kubwa sana. Haikuwa ndoto mbaya. Ila baada ya kuamka alishtuka kuona kwenye basi yuko peke yake na watu wachache sana, ila Feri na Shau hawako kwenye siti hizo. Ila baada ya kuamka alishtuka kuona kwenye basi yuko yeye na watu wachache sana, ila Feri na Shau hawako kwenye siti hizo. Hakuwa na mtu yote kwenye siti hizo za nyuma. Je, nini kitaendelea? Shau na Feri wako wapi? Kupata majibu ya maswali haya na mengine mengi, kwamba je watafanikiwa kufika Sayadi wakiwa wote watatu, tuna imani kwamba yule lazima afike. Je, atafika akiwa na Feri na Shau au itakuwaje? Ndio kwanza wanavuka nchi ya 3, msikilizaji, bado nchi 5 kuweza kufanikiwa kufika katika nchi ya Sayadi. Endelea msikilizaji, usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata, kwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu Moyo wa Msafiri. Ujumbe ni ule hakikisha kwamba unasikiliza on time, kwa sababu unaanza kaja kukuta sehemu zinazofuata zimefutwa, na kama ukuta zimefutwa basi njoo WhatsApp 0677062012 uweze kujipatia simulizi mpaka mwisho kabisa. Lakini pia kama unahitaji kuipata simulizi sasa hivi mpaka mwisho, tuchukue kupitia nambari ya WhatsApp hiyo 0677062012. Sasa hivi unakuwa unaipata mpaka mwisho bila kusubiri. Simulizi moja tamu na ya kuvutia kweli kweli. Hauna haja kusubiri, wakati tayari unaweza kuipata kupitia WhatsApp nambari yetu. Tukutane katika sehemu ya 3 kujua nini kiliendelea. Mpaka sehemu ijayo, bye bye.